Pana sana nikukumbushe tu ya kwamba ni rasimu hiyo inayogusa ardhi, inakugusa wewe, mimi, yeye. Kwa hiyo wakati wowote hapa uwe tayari nawe kuchangia. Kwa wewe ambaye umo katika mitandao ya kijamii Facebook na Twitter, anwani yetu ni ile ile www.facebook.com/itvtanzania na Twitter ni twitter.com/itvtanzania. Wazo lako unaweza ukalitoa huko, swali na pia maoni nitaweza, kama ni swali nitalirusha hapa moja kwa moja kwa ambaye anahusika na swali hilo. Lakini labda tu kwa sasa hivi nianze na wageni nilionao, na nitaanza nawe mkurugenzi mtendaji kutoka Haki Ardhi Bwana Mienzi. Tuanze na, kwa kuwa mada yetu inauliza, je, imetoa ulinzi wa kutosha kwa ardhi na rasilimali za taifa? Rasimu tulionayo ambayo ndio tunayetarajia kama itapita kweli, itafikia hatua hiyo tukawa nayo mpya, inasema nini kuhusu ulinzi wa ardhi na rasilimali za taifa? Asante ndugu Masako, na shukuru kwa kupata nafasi kwenye kipindi hiki. Tuanze tu kwa kusema kwamba tunapozungumzia ardhi, ni vizuri kila mtu akafahamu kwamba kwa kweli ardhi ni rasilimali ambayo ina umuhimu wa kipekee sana. Naweza nikasema wa kipekee pengine kuliko vitu vingi kwenye maisha ya mwanadamu, kwa sababu ardhi ndio msingi wa maisha. Wanaoamini katika imani wanajua hata mwanadamu mwenyewe chimbuko lake ni katika udongo, na ndio maana hata anapofikia hatima ya maisha yake wanakuambia wanamrudisha huko mavumbini. Kwa hiyo ardhi watu wengine hupenda hata kuita ni maisha katika ujumla wake. Na tunapoongelea rasilimali za taifa, kimsingi tunaongelea vitu ambavyo mwanadamu anayeishi kwenye ardhi amejaliwa kuviona na wakati mwingine kuvishiriki kwa namna tofauti tofauti. Vitu kama madini, vitu kama maji, vitu kama rasilimali za misitu, vitu kama wanyamapori, viumbe hai vilivyoko majini huko kama samaki na kadhalika. Kwa hiyo tunaposema ardhi na rasilimali za taifa, ni vizuri watu wafahamu tunaongelea rasilimali za namna gani. Na tunaposema ardhi inabeba maisha, maana yake ni kwamba watu wanalima kwenye ardhi, wanakidhi maisha yao na kuendeleza fani nyinginezo kwa kutumia kilimo. Watu wanafuga kwenye ardhi, wanakidhi maisha yao na kumudu fani nyingine. Na hata kwenye rasilimali nyingine watu wanachimba madini, watu wana vibali vya uwindaji wa wanyamapori, watu wanavua samaki. Kwa hiyo rasilimali za taifa kama hizo ninazozitaja zina umuhimu wa kipekee, ambao umuhimu huo ulipaswa kujitosheleza na kuonekana bayana kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ndiyo sheria mama inayotakiwa kuonyesha namna zinavyolindwa, zinavyotakiwa kutumiwa, zinavyotakiwa kusimamiwa na zinavyotakiwa kunufaisha hao watu wa makundi mbalimbali. Kwa bahati mbaya sana, katiba yetu ya sasa hii ya mwaka 1977 haijawahi kuwa na ibara inayozungumzia mfumo wa umiliki, usimamizi wala matumizi ya ardhi. Maana lazima tuanzie hapo ndipo tuende kwenye hii ya sasa inasemaje. Na kwa hatua ya pili, hata sheria zinazosimamia ardhi hazijawahi kugusia pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tuna katiba ambayo yenyewe haizungumzii moja kwa moja ardhi ya Tanzania inamilikiwaje wananchi wa Tanzania. Kunaweza kukawa na maneno ya jumla ya hapa na pale kwenye ibara tofauti tofauti. Kwa mfano, ibara ya 24 inaeleza kwamba kila mtu ana haki ya kumiliki mali na kupata ulinzi juu ya mali anayomiliki. Nimesema tuanzie na hii ya sasa. Sasa mali ni nini? Kwa tafsiri haraka inajumuisha vitu vingi tu. Ardhi inaweza ikawa mojawapo. Kwa hiyo watu hufikiri kwa vile ibara hiyo imetamka kwamba kila mtu ana haki ya kumiliki mali, basi mali mojawapo ni ardhi. Lakini hakuna mahali ambapo imetajwa moja kwa moja kwamba kila raia wa Tanzania ana haki ya kumiliki ardhi na kunufaika na ardhi moja kwa moja kama ambavyo tunafikiri mwishoni tutapendekeza iwe hivyo. Ukija kwenye rasimu ya sasa, na yenyewe imedonoa baadhi ya maeneo ambayo unaona kama kwa mbali inataka kutamka kwamba kuna swala la ardhi na rasilimali za taifa.
Kwa mfano, ibara ile ya 7 ibara ndogo ya pili D inaeleza jinsi ambavyo ardhi ni rasilimali muhimu kwa taifa ambayo inapaswa kulindwa. Kwa namna gani? Hakuna mfumo wala utaratibu ulioelezwa na rasimu hii wa namna ardhi kama ilivyo na umuhimu huo nilioueleza itakavyolindwa. Ibara nyingine, ibara ya 10 ibara ndogo ya 3 C inaeleza kwamba ardhi inapaswa kukidhi matumizi bora, lakini ni kwa namna gani kutakuwa na mazingira bora ya kukuza kilimo, ufugaji na shughuli nyingine zinazoendana na hizo kwa kuwekewa misingi inayostahili kwenye katiba, haiendi zaidi ya hivyo. Hiyo ni ibara ya 10 ibara ndogo ya 3. Imeendelea hivyo. Kwa mfano, ibara nyingine ya 37 ibara ndogo ya kwanza imejaribu kunakili kilichokuwa kwenye katiba ya sasa, ili ya kusema kila mtu ana haki ya kumiliki mali na kunufaika kutokana na kupata ulinzi juu ya mali anayoimiliki. Inaitazama ardhi kama mali na sio katika wigo mpana huo nilioueleza, kwamba ardhi haitazamwi tu kama mali, inatazama kama rasilimali ambayo inaratibu mfumo mzima wa maisha yetu ya kupata riziki, kuendelea kama mtu mmoja mmoja, kama kikundi na kama taifa. Na kuna ibara nyingine pia imeeleza kuhusu haki ya ardhi kwa makundi madogo madogo, na yenyewe imeeleza katika ujumla wake makundi madogo madogo maana yake nini. Kulihitaji kuwa na tafsiri ya ndani ya kujaribu kuyafafanua, na ni ibara ya 46. Okay. Ibara ya mwisho ambayo imeeleza ni ya 235. Hii imeichukua ardhi kama ni pande linalotambulisha taifa linalopaswa kudhibitiwa dhidi ya watu wengine wanaoweza kawa na nia mbaya ya kuliingilia. Kwa hiyo ni maeneo hayo matano: ibara ya 7, ibara ya 10, ibara ya 37, ibara ya 46 na ibara ya 235. Lakini hizo ibara kama nilivyosema ni kama zimedodosa kugusia kuhusu ardhi na kwa sehemu fulani rasilimali nyingine. Kilichokosekana hapa ni kuonyesha ile misingi muhimu ya namna ya kumiliki ardhi, namna ya kusimamia hiyo ardhi na rasilimali hizo nyingine, namna ya kutumia ardhi ili iweze kuleta manufaa kwa watumiaji hao mbalimbali na kwa taifa, lakini pia namna ambavyo ardhi kama rasilimali kuu inavyohusiana na rasilimali nyinginezo zilizomo kwenye ardhi. Mtu leo anaweza akawa na leseni ya kuchimba ama kutafuta madini, kutafiti madini ama kutafiti gesi, vyovyote itakavyokuwa. Juzi niliona kituo hiki kikionyesha mgogoro ulioko pale Monduli. Wale wananchi wanasema, sisi tumepeleka malalamiko yetu kwa diwani. Diwani anasema nimemfikishia DC. Kilichotokea, mtu anaitwa mwekezaji amepewa kibali cha kwenda kutafiti au kutafuta madini bila kuzingatia kwamba hapa juu kwenye eneo linalotafiti madini kuna wananchi ambao wamekuwa wakitumia hii ardhi kulima, kufuga na kujikimu kutokana na rasilimali hii iliyoko hapa. Ili kabla hajaingia kule chini ambapo yeye ndo amepewa hicho kibali, tujue mahusiano yao yakoje, kama wananufaika na wao wananufaikaje. Sasa vitu kama hivyo, misingi kama hiyo inayoonyesha uhusiano kati ya milki ya ardhi, matumizi yake na uhusiano wake na rasilimali nyingine, inapaswa kuwekwa vizuri ndani ya katiba, ili itakapokuja kufikia kwamba sheria mbalimbali zinatungwa, kusiwe kwanza na mgogoro au mgongano wa hizo sheria mbalimbali, kama ambavyo kwa mfano umetokea mgogoro ambao umedumu kwa takriban miaka 20 huko Loliondo ambao haujaweza kutatuliwa. Kuna wizara 3 zinahusika: wizara ya ardhi, kuna wizara ya maliasili na utalii, kuna wizara ya TAMISEMI, serikali za mitaa. Wizara ya maliasili na utalii wametamka kwamba lile eneo pale ni eneo lenye kitalu cha uwindaji, game controlled area, ni pori tengefu kwa muda mrefu. Lakini katika lile pori tengefu kuna vijiji vyenye mamlaka
vilivyosajiliwa na vinavyoratibiwa na Wizara ya TAMISEMI. Wizara ya Ardhi imetoa vyeti vya baadhi ya vijiji kuonyesha kwamba kijiji chako miliki yake ya ardhi ni iko namna hii. Mgogoro huo unaoonyesha mwingiliano wa mamlaka katika baina ya wizara hii tatu umedumu kipindi chote hicho, na hakuna kati yao, hata kama kuna sheria ya ardhi, kuna sheria ya wanyamapori, kuna sheria ya misitu, ambaye anaweza akautatua, kwa sababu hakuna aliye juu ya mwingine. Hizo ni sheria, ni mamlaka tatu tofauti, lakini zote zinaongozwa na sheria ya kawaida. Misingi yake ingekuwa kwenye katiba kuonyesha mahusiano kati ya ardhi na wanyamapori wa pale Loliondo na maliasili nyingine zilizoko pale Loliondo. Bila shaka mgogoro ule ungetatuliwa, kwa sababu katiba lazima iwe na ukuu, na misingi yake inayowekwa inaonyesha nani aliye juu ya mwingine. Katiba ndio inayokuwa juu ya hizo sheria nyingine. Hizo sheria nyingine ndizo zimekaa miaka hiyo yote bila mgogoro kupata suluhu. Ndicho ninachokisema kwamba kwa vyovyote vile umuhimu huu ninaosema hapa unapaswa kuwemo kwenye hii rasimu ya katiba, ujitokeze bayana, ili haki za wananchi katika kupata, kutumia, kumiliki na kunufaika na ardhi ziweze kulindwa sawa sawa. Labda tu pengine Bwana Mienzi, kuna fikra pengine zinaweza zikawa zinagongana hapa, kwamba ulilo nalo wengine wanaweza wakafikiria kwamba pengine ingepaswa kuwemo katika, hii ni katiba ya Jamhuri, rasimu hiyo, kwa maana ninaposema hiyo ni maana ya rasimu, hayo mapungufu yaliyomo ni katika katiba ya Jamhuri, na kwamba fikra hizo zingeingia kwa undani kama ulivyofafanua katika katiba za nchi husika, kama ni ardhi, kwa sababu ardhi si swala la muungano, na tuna nchi moja hiyo yenye sehemu mbili na katiba mbili tofauti, labda ziingie huko. Ziko fikra za namna ya kwamba ufafanuzi huu uwemo huko, na kwa sababu watu wengi hupenda kuichukulia hoja ya umuhimu wa ardhi kwa wepesi, na hoja zao zimekuwa za utetezi zimekuwa nyepesi hivyo hivyo. Ni nani asiyeguswa na kuathirika na masuala ya ardhi kwa pande mbili za muungano? Kila siku tunasikia migogoro ya ardhi Zanzibar, tunasikia sehemu nyingine za Tanganyika, kama hizo ndivyo zinavyotakiwa kutamkwa. Mwananchi wa kawaida aliyeko Pemba, aliyeko Unguja, aliyeko Mtwara, aliyeko Arusha, aliyeko sehemu nyingine yoyote, anaguswa kwa kiwango kile kile na masuala ya ardhi, kwa sababu mfumo uliopo haujalishi wewe uko sehemu gani, upande gani wa muungano, haki yako ya kulindiwa hiyo rasilimali muhimu kama hivyo iko kwa wepesi hivyo hivyo. Kwa hiyo inawaathiri bila kujali uko sehemu gani ya muungano. Na ndio maana tunachokisema hapa, kwanza ni ile misingi mikuu ya milki. Hivi nani anamiliki ardhi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bila kujali uko Zanzibar ama uko Tanganyika? Hivi milki ya ardhi iko mikononi mwa nani? Juu ya ardhi ipi sasa? Kwa sababu hapa kama tukitizama kwenye hii katiba iliyopo, unakuta swala la ardhi huku Tanzania bara ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini Zanzibar ni Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tunaposema Tanzania, tusingependa kwa mfano sisi kwenye kipindi hiki tuingie kwenye mgogoro wa tafsiri, lakini sisi tunapoongelea habari ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaongelea habari ya utambulisho wa kimataifa unaoonyesha himaya yetu sisi kama Watanzania, kwa sababu hawa Wazanzibari ni Watanzania, hao walioko sisi sehemu gani ni Watanzania. Hilo pande ambalo limetafsiriwa katika ibara ya 235 linalopaswa kulindwa dhidi ya kuingiliwa na mataifa mengine ama nguvu nyingine kutoka nje ni lipi? Ni hilo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndilo linalotambulishwa, lenye utambulisho wa kimataifa, ni hilo moja. Kwa hiyo haijalishi huko kipande gani cha Tanganyika ama huko cha Zanzibar, lakini utambulisho wetu. Hapo niuliza ardhi ipi? Mimi nasema ni ardhi ya Tanzania. Ya Tanzania ni ipi? Ni hiyo ambayo uko Pemba, uko Mtwara, uko ndani ya himaya. Kwa hiyo unaathiriwa kwa kiwango kile kile na mfumo wa milki, mfumo wa usimamizi, mfumo wa matumizi, kwa sababu kama itaamuliwa ardhi ninayomiliki mimi leo iende kwa mwekezaji fulani, haimaanishi kwamba
aliyeko Pemba atapona, aliyeko Tanganyika atapona. Mimi naongelea hizi athari za nani anamiliki, nani anasimamia, ile mamlaka ya kuamua iko wapi, nani anatumia na nani ananufaika kutokana na hayo matumizi, bila kujali uko wapi, kwa sababu athari zake ziko pale pale. Labda nimalizie kwa kusema hiyo hoja ambayo watu wengi wanaikwepa. Mimi ningekuwa waliotengeneza rasimu katika ile mambo 6 sijui 7 yaliyoainishwa pale 7, nambari 1 ningekuwa ni swala la ardhi. Taifa lipi unaloliongelea? Hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipi unayoiongelea? Pande la nchi lingekuwa ndio swala la kwanza la muungano. Lakini nitakueleza baadaye, pia nitatoa na takwimu zile zinazohusiana hata kamati za Bunge la Katiba zilivyojadili na kutoa mawazo yao. Wanataka iweje? Wanataka ardhi iingizwe kwenye katiba. Lakini kitu ambacho wote ukigusia tu kitaalamu kujaribu kuelezea kwamba ardhi na rasilimali hizo nyingine haziwezi kuingizwa kwenye katiba bila kwanza kulifanya kuwa jambo mojawapo la muungano, kila mmoja anang'ata meno. Wazanzibari hawataki, Watanganyika hawataki, kwa sababu kila mmoja anaona yuko salama. Lakini hiyo sura wanayoitaka iingizwe ni sura ya nini? Inalinda ardhi ipi? Ni lazima kwanza sura ilinde kile ambacho kiko katika orodha. Maana uwezo ukasema kuwe na sura ya ardhi humu ndani, alafu hiyo sura inaeleza nini? Ukasema okay, kama hamtaki iwepo sura kamili, basi hii misingi mikuu ya namna ya kupata, kutumia, kumiliki na kusimamia na kunufaika na ardhi iingizwe, ili hiyo Tanganyika wanayosema itakuwa na sheria zake za ardhi au katiba yake itakayoeleza ardhi inavyotakiwa kusimamia, na Zanzibar itakayokuwa na katiba yake inayoeleza namna ardhi itakavyokuwa inasimamiwa, zijengwe katika msingi wa katiba ya Jamhuri ya Muungano, ambao huo msingi utakuwa umeeleza kwamba ardhi ni rasilimali nyeti kwa Watanzania wote, inayopaswa kutumiwa, kumilikiwa na kufaidiwa na Watanzania wote. Halafu itamilikiwaje? Kama tunamiliki kwa hati, tunamiliki bila hati, tunasimamiaje? Ni mamlaka zipi zinakuwa na uwezo wa kusimamia ili kuhakikisha kwamba kila mtu anayestahili kupata, kutumia na kumiliki ardhi anapata sawa sawa na mwingine, ama kwa kiwango kile kile, bila kundi moja kuonekana huku unasema hao wenye makundi madogo, hebu tuwaangalie kwa tofauti namna gani. Weka misingi kwanza ya usawa, halafu ndipo uanze kueleza hiyo ya wenye makundi madogo watafanya hiki, watafanya kile. Itatumiwaje? Tukitaka tutumie ardhi yetu kwa mfano kwa uwekezaji, sasa hivi labda nikwambie, tunatumia ardhi yetu kwa uwekezaji wa kilimo cha kawaida cha kujikimu hiki. Tunatumia ardhi yetu kwa kilimo cha kibiashara cha mazao yasiyo ya chakula, mibono kaburi, mijatrofa, michikichi na mengineyo. Tunatumia ardhi yetu kwa mazao ya chakula, lakini ambacho tunapeleka nje. Hata wawekezaji ninapowaita njooni muwekeze, tunasema kuna maeneo ambayo unaweza ukawekeza, ukalima kwa kiwango kikubwa, ukasafirisha kwetu. Tumeona makampuni yakija yakipelekewa kwenye maeneo ambayo yana rutuba za kutosha. Tunatumia ardhi yetu sasa kwa kupanda miti ili iweze kufyonza hewa chafu huko angani, hiyo ya carbon itoke, tupate hewa safi, kwa sababu tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hata ardhi iliyokuwa tunalima mashamba ya chakula sasa tunapanda miti. Kumbuka tunatumia ardhi yetu kwa ajili ya uchimbaji wa madini. Tangu mwanzo tunachimba dhahabu, tunachimba mengine. Sasa tunachimba gesi ya asili, nchi kavu pamoja na baharini. Lakini usisahau ardhi yetu hiyo hiyo inatumika kwa ajili ya ufugaji, kwa ajili ya chakula cha kawaida kwenye maisha. Sasa hayo masuala yote ambayo ili tupige hatua moja yanaitegemea hii ardhi, mfumo wake, sawa, mfumo wake wa kupanga hayo matumizi ili raia wa kawaida anayeishi kijijini anufaike sawa na mwekezaji anayetoka Ulaya leo. Yako wapi? Huo mfumo ni lazima uwekwe, ili hata kama itatungwa sheria itungwe katika misingi iliyowekwa kwenye katiba. Sawa. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, huyu ni mkurugenzi mtendaji kutoka Haki Ardhi, Bwana Yefred Mienzi. Bila shaka umesikia undani wa Haki Ardhi inavyoona kwamba swala la ardhi liwekwe namna gani katika rasimu ya katiba ili
kuwe na uhakika wa ardhi hiyo inatumika vipi, inalindwa vipi na kadhalika. Baada ya kumsikia Bwana Jeffrey Mwenzi, nije kwako Bwana Porokwa. Umemsikia mkurugenzi mtendaji kutoka Haki Ardhi, na kubwa hapa ni lile swala la, nafikiri ndio hii ya kuwekwa sawa. Rasimu inaonekana imegusia tu kama anavyosema Bwana Mwenzi, na wengine tunafikiria kwamba haya undani huo pengine ungeingiliwa. Rasimu hii ya Jamhuri ni namna yake hiyo, kugusia pap hapa na pale, alafu kwamba rasimu za nchi husika ndo ziingie kwa undani. Sasa alimradi hazitoki nje na lile agizo kuu kutoka katika rasimu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nini fikra zako? Asante sana Bwana Masako. Ni kweli kwamba swala la ardhi limejitokeza kidogo sana katika rasimu ya katiba ambayo tunayo, na ukijaribu kuangalia katika katiba mbalimbali za nchi mbalimbali zilizotengeneza katiba zake kwa miaka ya karibuni, swala la ardhi limejitokeza. Katiba ya Ghana imezungumzia sana masuala ya ardhi. Katiba ya Uganda ambayo haina miaka 10 nayo imezungumzia swala la ardhi. Ya Rwanda na juzi kabisa ya Kenya imekuwa na chapter nzima inayozungumzia masuala ya ardhi. Na ukijaribu kuangalia kinachofanana katika katiba hizi zote ni kwamba katiba hizi zimejaribu kupeleka nguvu ya umiliki wa ardhi kwa wananchi na si kwa rais, na kuondoa ule udhamini wa rais mikononi mwa wananchi. Kwa hiyo imejenga misingi, haijatengeneza sheria. Katiba itengenezi sheria ya ardhi, lakini inatengeneza misingi ambayo sheria ya ardhi inapaswa itekeleze. Lakini ukijaribu kuangalia katika katiba yetu, kwa kweli haina msingi wowote kwenye masuala ya ardhi na rasilimali, kwa sababu tunazungumzia sana swala la ardhi kwa sababu rasilimali zingine zote ziko juu ya ardhi, ikiwa ni pamoja na madini, misitu, na vyote hivyo viko juu ya ardhi. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia hata katika historia ya nchi yetu, kumekuwepo na matatizo mengi sana, na hata mahakama zetu zimekuwa zikipata shida sana kuhusu kulinda haki za wananchi katika masuala ya ardhi. Na ndio maana katika kesi ya Lohai ya Konai ilio ya kule NAFCO, ambapo wananchi walinyang'anywa ardhi yao, serikali mahakama ikajaribu kutafsiri ibara ya 24 kwamba ardhi ni mali. Hiyo ni tafsiri ya mahakama, lakini katiba haisemi kwa uwazi kwamba hailindi haki za watu juu ya ardhi, na imetoa madaraka makubwa sana kwa serikali na vyombo vyake, kwa rais na watu walioko chini yake, kuchukua ardhi kwa kile kisingizio kwamba ikiko chini ya udhamini wa rais. Na ndio hasa mwekezaji anapopata ardhi, ndio hasa watu wanapofanya biashara ya ardhi, ndio hasa migogoro ya ardhi inavyoanza kukua katika jamii mbalimbali. Hilo lote ni kwa sababu nguvu ya wananchi katika swala la ardhi haipo. Kwa hiyo tulichotegemea katika katiba hii ni kujaribu kujaza mapengo yale yaliyopo katika ile katiba ya zamani, na pengo moja wapo ni kujaribu kuhakikisha kwamba nguvu ya wananchi inapatikana. Katiba ya Kenya kwa mfano inasema ardhi yote ya Kenya ni mali ya wananchi wa Kenya, kama watu moja, kama makundi na kama jamii zao. Hivyo hivyo kwa katiba ya Uganda, ya Rwanda, ya Ghana, ya Afrika Kusini, ya Uganda, zote hizo zinazungumzia, zinapeleka nguvu ya umiliki wa rasilimali mikononi mwa wananchi, na zimekuwa na karibu chapter nzima inazungumzia swala la umiliki, usimamizi na matumizi ya ardhi. Lakini kwetu hapa ukijaribu kuangalia hii rasimu ya kwetu, imejaribu kidogo kuingiza swala la ardhi katika utangulizi wa katiba na hata katika malengo muhimu, misingi na mwelekeo wa shughuli za serikali. Hapo ndio tunapopata kidogo masuala yanayogusia ardhi, lakini haiweki misingi. Kwa hiyo kwa mtizamo wangu nadhani kwamba kuna haja ya swala la ardhi kuwepo kama mojawapo ya nguzo muhimu za kikatiba,
bila kujali kwamba tuna serikali moja, tuna serikali mbili, tuna serikali tatu, hata 40 haina matatizo. Lakini swala muhimu ni kwamba tuwe na msingi mzuri ambao utalinda rasilimali za wananchi bila kuchukulia kama swala la itikadi yako binafsi wala swala la itikadi ya chama chako. Swala la msingi ni kuwepo na viwango ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itahakikisha kwamba sheria zake zitakapokuja kuundwa zinafikia hivyo viwango. Serikali ya Zanzibar itakapokuja kuundwa au itakapokuja kutengeneza sheria yake, kama itakuja kuwepo sheria serikali ya Tanganyika na ya Zanzibar, kila moja iwe na standard ambayo ni lazima ifikiwe. Mojawapo ni kuhakikisha kwamba ardhi yote ni kuwa na vipengele katika katiba vinavyozungumzia kwamba ardhi yote ya Tanzania ni mali ya Watanzania, si mali ya Zanzibar, si mali ya Tanganyika, ili wote waweze kuwa na viwango ambavyo vinalingana katika utengenezaji wa sheria ambayo italinda na haki za wananchi katika umiliki wa ardhi. Kwa hiyo kwa ujumla kuna tatizo kubwa kwa sasa hivi kama tutaendelea kuchukulia rasimu ya Warioba kama ndio katiba, kwa sababu haitoi majibu kwa matatizo na migogoro iliyopo kwa wananchi. Haitoi majibu katika swala zima la uhakika wa wananchi kumiliki maeneo yao. Kwa sasa hivi kwa Watanzania wengi ambao wanamiliki ardhi ambayo inafaa kwa uzalishaji wako hatarini kupoteza ardhi yao. Kwa nini? Kwa sababu sera za kimataifa, sera za nchi zinaelekeza zaidi katika swala la uwekezaji, inaelekeza zaidi katika swala la mazingira, inaelekeza zaidi katika uzalishaji wa mali bila kujali maslahi ya wananchi. Kwa sababu kwa kiasi kikubwa ardhi ndio maisha ya wananchi wengi walioko vijijini. Ardhi, ukizungumzia ardhi unazungumzia wanachokila. Ukizungumzia ardhi unazungumzia wanakolala. Ukizungumzia ardhi unazungumzia maji. Ukizungumzia ardhi unazungumzia maisha yao ya baadaye. Lakini kwa jinsi ambavyo tunaelekea na kwa jinsi sera za kimataifa na sera za kitaifa zinavyoelekea, kwa mfano sasa hivi tunazungumzia swala la mazingira, swala la climate change, mabadiliko ya tabia nchi. Nchi nyingi za Ulaya zinashinikiza nchi maskini kuongeza mapori ili kufidia uharibifu wa mazingira ambao wanasababisha wao. Matokeo yake wanasema kwamba wanatulipa kitu wanachoita carbon credit. Carbon credit maana yake ni kwamba unalipwa kulingana na misitu ambayo umeotesha. Na kwa sababu sisi ni nchi maskini na tunahitaji pesa na tunapenda pesa, tunaongeza misitu kwa gharama ya wananchi. Kwa hiyo kuna haja ya kuhakikisha kwamba hata kama tunazungumzia swala la ardhi, tunazungumzia swala ambalo linahakikisha kwamba mwenye uwezo wa mwisho katika ardhi ni mwananchi wa kawaida. Na tukizungumzia swala la ardhi tunazungumzia kwamba milki ni ya kwake, milki ya mwisho. Kwa sababu kwa sasa hivi tulivyo katika sheria na sera zetu, kwa sababu kwenye katiba hatuzungumzi lolote kuhusu ardhi, lakini katika sheria zetu milki ya mwisho ya ardhi iko mikononi mwa rais. Yeye ndiye anaweza akaamua kwamba ile eneo apewe mwekezaji, ili mradi wewe unafidiwa au unafanywa kitu chochote, na yeye mwenyewe ndiye anatafsiri kwamba hili ni kwa maslahi ya umma. Kwa sababu wananchi wengi nchi hii wamepoteza ardhi kwa sababu ya kitu kinachoitwa maslahi ya umma, kitu ambacho hakina tafsiri katika sheria yoyote wala hakina tafsiri katika katiba. Kwa hiyo inaleta nguvu kwa wale watawala kuona kwamba wakitaka ardhi, kuona kwamba hii ardhi ya wananchi ina maslahi ya umma. Kwa hiyo wananyang'anywa, wanaondolewa kwa nguvu, kwa kutumia mabuldoza na kwa kutumia risasi mara nyingine, ili hiyo ardhi iweze kutumika kwa ajili ya maslahi ambayo serikali inataka. Ikiwa ni pamoja na haya ambayo nimeyasema, kuhakikisha kwamba matakwa ya nchi za au matakwa ya nchi matajiri yanafikiwa, ili wao waweze kuharibu mazingira yao kwa gharama yetu. Kwa hiyo kuna haja ya kuhakikisha kwamba mwananchi ndio mwenyewe anaamua kwamba kama kuna mwekezaji huyu, mimi ndiye mwenye mamlaka ya mwisho kuhusu ardhi hii. Ili swala liweze kutokea ni lazima liwepo katika ulinzi wa katiba, bila kujali kwamba hii ni katiba, ni serikali mbili, serikali tatu au serikali ngapi. Swala la msingi hapa ni kuhakikisha kwamba katiba hii inalinda haki za binadamu,
na haki za binadamu ziko katika kategori mbalimbali. Kuna haki za watu moja moja, haki za makundi, haki za jamii na haki mbalimbali ambazo binadamu wanapaswa kuwa nazo. Na haki ya binadamu ya mwanzo kabisa ni ile ya mtu binafsi, na ndio hasa inayogusa swala la ardhi, kwa sababu wewe kama mtu binafsi, swala muhimu kwako kama mwananchi wa kawaida ni swala la ardhi, ambayo ndio hasa inayokupatia lishe, ndio inayokusomeshea mtoto wako, ndio inayokuwezesha kufanya vile vyote ambavyo unapaswa kuvifanya kama binadamu. Kwa hiyo kwa ujumla, nadhani kuna haja kama si kuimarisha malengo muhimu, sura ya pili ya rasimu ya katiba ambayo inazungumzia malengo muhimu ya katiba ya mwelekeo wa shughuli za serikali, kuwepo na chapter nzima ya ardhi ambayo inatoa misingi muhimu, ambayo bila kujali kwamba tutakuwa na katiba, tutakuwa na serikali moja au serikali mbili, serikali zote mbili au hata kama ni tatu zitafuata. Zikuwepo na standard ambazo lazima tuwe nazo, na katiba hii, rasimu hii tulionayo, haijaweka standards zozote. Imezungumza kijuujuu sana kama alivyoeleza mwenzangu. Kwa hiyo nadhani hayo ndio masuala ya msingi ambayo tunapaswa kuyaona, na tunategemea kwamba wabunge wetu watakapokutana tena katika bunge la katiba watahakikisha kwamba hizo standards zinakuwepo, ili kila mwananchi awe na nguvu katika rasilimali zake, ili kuondoa fursa za rushwa katika umiliki wa rasilimali za nchi. Ikitamkwa hivyo kwamba mwananchi ndiyo mmiliki, ndiyo mwenye mamlaka kuu ya ardhi kwa mfano, na imekuja kueleweka ya kwamba pale alipo Masako pana rasilimali nyingi sana chini, na milki ninayo mimi mwenyewe, ndio mimi nina nguvu kuu. Nini hasa hapo kitataka kifuatwe mimi mpaka nitakapoamua kukubali, au kwamba kwa kweli huyu mwekezaji au si yeyote atakayetaka kuja kufuata hicho kilichopo chini ya pale nilipo mimi, kifanyike nini, maamuzi nitoe nini? Ukijaribu kuangalia katika nchi zingine zimeweka taratibu katika katiba zao, mfano Kenya wameweka aina za umiliki wa ardhi katika nchi. Wameweka, wanasema kuna ardhi ya vijiji kama wanavyoona wao, kuna ardhi ya jamii, kuna ardhi ya watu binafsi, na kuna ardhi ya serikali. Lakini wameweka utaratibu ambao serikali inaweza ikatwaa ardhi ya mtu binafsi kwa kuzingatia haki, kwa kuzingatia malipo na fidia inayostahiki kabla ya kumuondoa mtu katika ile ardhi, bila kujali kwamba huyo mtu amewekeza. Kwa sababu tatizo la nchi yetu sasa hivi ni kwamba wakati wanafanya valuation ya ardhi wanaangalia umejenga majengo kiasi gani, kwa hiyo unalipwa kulingana na kiasi ulichowekeza katika ile ardhi. Lakini kwa wenzetu wanaangalia baada ya kugundulika kwamba eneo hili lina faida ya kitaifa, utaratibu unawekwa wa kuhakikisha kwamba yule ambaye anamiliki ardhi hiyo anapata haki stahiki kabla kuondolewa katika maeneo hayo, ambayo nadhani hata katiba yetu si kitu kigumu sana kukiweka katika katiba. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, huyu ni Bwana Edward Porokwa, yeye ni mkurugenzi mtendaji kutoka Pingos Forum. Bila shaka umepata ufafanuzi zaidi tangu ule tulioupata kutoka kwa Bwana Mienzi. Baada ya kumsikia Bwana Porokwa, sasa tuje kwa mgeni watatu, Bwana Patience Mlowe kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Bwana Mlowe, umemsikia Bwana Porokwa na hali kadhalika awali ulimsikia Bwana Mienzi. Tuingie, maana swala hili lina undani mwingi sana, na wewe ni kutoka katika Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Tuone mapungufu haya yaliyomo katika rasimu yetu na hicho ambacho kwa kweli mnaona ni vyema kikae. Asante sana. Labda tu nianze, sitapenda nirudie ibara zile ambazo wenzangu wamezijadili kwa kina sana. Mimi labda nianzie hoja yangu ya msingi kwenye ibara ya pili kwenye rasimu hii ambayo tupo nao sasa na inaenda kujadiliwa bungeni. Ibara ya pili kimsingi inazungumzia mipaka ya taifa ama nchi inaitwa Tanzania. Hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema wazi kabisa maeneo yake ya mipaka ni pamoja na maeneo yote ya ardhi, maeneo yote ya anga pamoja na maji. Kwa maana hiyo ndio mipaka ya hili kitu kikubwa kabisa linaloitwa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tumeumba, maana yake moja ya kazi ya katiba yoyote ni kuumba. Kwa hiyo tumeiumba hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Sasa katika kuiumba huko ina viungo viwili, ina sehemu hii wanaita Zanzibar na sehemu nyingine tunaita Tanganyika ama Tanzania bara. Haya yote tunayozungumzia ni mapande ya ardhi ambayo yameumbwa na katiba hii kubwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa sitegemei katika hali yoyote ile umeumba kitu ushindwe kukilea wewe mwenyewe. Tunapotengeneza kikombe cha udongo utakilinda kisivunjike, kisivunjike. Kwa maana hiyo ardhi ndio msingi mkuu wa taifa lolote lile. Sasa kinachotukumba ni nini? Kinachotukumba katika swala la ardhi ni woga tulionao na si wawazi ambao tunaweza tukasema kwa mapana tunataka tufanyeje ardhi. Ndugu yangu Menzi ameongea misingi mikubwa sana ya ardhi. Msingi mkubwa ni umiliki. Kwenye umiliki hatuwezi kukwepa kuwa na umiliki unaofanana kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwenye umiliki tunaweza tukatofautiana kwenye usimamizi. Kwa nini nasema hivyo? Kwenye umiliki kuna hoja ambazo zinajengwa na pande zote mbili. Wanaangalia serikali mbili, serikali tatu. Wanasahau kwamba kuna vitu viwili tunachanganya. Tunazungumza nchi lakini tunazungumza mihimili mingine ya dola au mihimili ya nchi. Serikali ni muhimili tu wa nchi, lakini sio nchi. Nchi ni zaidi ya muhimili mmoja huo tunazungumzia wa serikali. Kwa hiyo unakuta hoja ni hiyo, serikali mbili, serikali tatu, serikali nne, hata ziwe ngapi, lakini tutabaki kuwa na msingi mkuu wa ardhi, msingi mkuu wa nchi kuwa ni ardhi. Ardhi ndio kila kitu. Sasa wengi wa wanasiasa wetu wamekuwa na hofu, hawaaminiani. Ukienda kwa Wazanzibari, hata wananchi wa kawaida tu, hofu yao kwamba Zanzibar ni ndogo, itajaa mapema. Tukiruhusu watu wa bara waje kule, watajaza nchi yetu sehemu yetu ya Zanzibar, tutakuwa tuna kitu. Mtu wa bara hofu yake anajiamini kwamba ana ardhi kubwa mno, kitu ambacho sio cha kweli. Ndugu Masako, mimi naweza nikakwambia ukienda kule Misenyi, kata ya Kakunyu, kata nzima ya Kakunyu imegawanywa katika vitalu vya ufugaji kutokea Dar es Salaam, na wakubwa wameshajimilikisha kata nzima yenye vijiji 4. Unasema una ardhi kweli wewe? Au wanamiliki watu wachache? Wapo wawekezaji pale kata ya Kakunyu wanamiliki kata ambao vijiji vilianzishwa na Mwalimu mwaka 75 na kuna zaidi ya watu 16,000. Sasa leo watu 16,000 kata ya Kakunyu wanatolewa, wanaenda wapi? Na ni wafugaji na ni wakulima watu wao. Sasa hao watu 16,000 kule kata ya Kakunyu wanajiona kama wana ardhi kubwa sana, kitu ambacho wanajidanganya. Hii ardhi ya Tanzania inamilikiwa na kina nani? Kwa kiwango gani? Ukienda Kilosa, mgogoro mkubwa uko pale. Serikali yenyewe imeshindwa kumiliki ardhi zidi ya mtu binafsi. Yuko Mtanzania mzawa pale Kilosa mjini anamiliki ekari 500. Halmashauri ya Kilosa imeshindwa kuimiliki hiyo ardhi na kuwapa wananchi. Kwa hiyo sifa wanasiasa wetu wa Tanzania kwa ujumla tunasema tuna ardhi kubwa, mimi nashaka napo. Ndugu yangu Menzi amezungumzia uwekezaji mkubwa. Tunapozungumzia uwekezaji mkubwa maana yake tunazungumzia pande kubwa sana la ardhi. Hebu nenda katika maeneo mbalimbali yenye migogoro ya ardhi. Nenda Mbalali ukaone mashamba makubwa yanamilikiwa na kina nani? Mashamba ya NAFCO. Ukienda kwenye mashamba yaliokuwa ya NALCO kule Itambuleo, Mbalali yanamilikiwa na nani? Ni Mtanzania mmoja, ni mwekezaji mmoja tu. Kwa kuna kundi la Watanzania wengi wamekusanywa mahala pamoja na ardhi kubwa ikaachwa tupu kwa watu wengine. Sasa tusipoweka misingi ya umiliki wa ardhi, kwa sababu misingi mikubwa mingine tukiangalia katika yale mambo makubwa ya muungano, moja ya jambo kubwa la muungano ni ushirikiano wa kimataifa kama nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa unakuta kwenye mapande yetu ya ardhi tunayojivunia haya bado yanamilikiwa kimataifa. Sisi tunaelewana? Unakuta kuna sehemu zinamilikiwa kimataifa. Ukienda kwenye hifadhi ya Selous, serikali ya Tanzania haina nguvu ya kwenda kutumia ile ardhi ya Selous kama inavyopenda. Inabidi iombe kibali kwenye mataifa mengine duniani. UNESCO lazima watoe kibali cha kutumia ardhi iliyopo Tanzania. Leo tunaacha misingi mikubwa kama hiyo kwenye katiba, ni shida. Ukienda maeneo mengine, kwa mfano Malinyi kote kule, bonde zima la Kilombero lile, huwezi kwenda kulima kule. Tunaona wakulima sasa wanatolewa, tunalinda lile bonde la mto Kilombero, sio kwa maslahi ya Tanzania, lakini kwa maslahi ya nini? Maslahi ya dunia. Mkataba ule wa Lamsa unaolinda maeneo yote oevu. Ni masuala ya kimataifa haya. Sasa hatuwezi tukaacha swala la ardhi kama ni kitu kimoja chepesi, manake tumetoa uzito kwenye kasehemu tu ka nchi kama muhimili ka serikali, tukaacha taifa ambalo ni ardhi, pande ile ardhi. Ni changamoto ambazo kwa kweli tunahitaji kuzifanyia kazi kubwa sana. Ukiangalia kwa upande wa uwekezaji, bado kuna changamoto. Ni lazima mwekezaji yote anayekuja Tanzania
ajue misingi mikuu ya umiliki wa ardhi Tanzania ikoje kwa kusoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio vipande vya katiba ndogo zitakazokuja kutungwa baadaye za serikali 2, 3, 4. Hizo ni mambo mengine, lakini akishika waraka huu anasema anaenda kuwekeza Tanzania, najua misingi mikuu ya umiliki wa ardhi Tanzania ipo namna 1, 2, 3, na kama yeye ni mwekezaji basi ajue ni kwa jinsi gani atafuata sheria za nchi zilizowekwa. Kwa hiyo hii misingi ya umiliki, usimamizi na matumizi ni ya msingi sana kuelezwa vizuri kwenye hii rasimu, kwa sababu ukija hata kwenye acha tuna umiliki, ukija kwenye usimamizi, ukija kwenye matumizi ya ardhi, changamoto unaikuta hata kwa upande wa serikali. Leo hii ukienda pale Arusha kuna mgogoro mkubwa sana kati ya kijiji cha kimoja cha wilaya ya Rongido na kingine wilaya ya Rumeru, wanagombea mpaka wa vijiji. Sasa unajiuliza, ina maana nyinyi hii mipaka iliwekwa na nani? Waliweka wanakijiji au iliweka serikali? Maana hata serikali yenyewe haijui mipaka yake iko wapi, inapakana na nani? Kwa hiyo kuna changamoto zaidi ya kile ambacho tunaweza tukakiona katika hali ya kawaida tu. Ukitembea ukaona hiyo migogoro ya ardhi iliyoko huko ni shida. Tunazungumzia sheria zetu zilizopo sasa hivi, tunasema kuna ardhi mgawanyo, ardhi za kijiji, ardhi za jumla, ardhi za hifadhi. Lakini nani ana nguvu kwenye hizo ardhi? Ni changamoto. Unakuta mwekezaji anakuja moja kwa moja anafikia ofisini kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya kutumia utendaji wake anashuka mpaka chini kule. Yeye ndo anakuwa na nguvu. Tumeona wilaya ya Misenyi, Kerwa kuna migogoro mikubwa hivi ninavyosema. Kuna kata ya Kibingo kule Kerwa. Kuna migogoro ambayo ni mikubwa mno. Ardhi ya kijiji mwenye sauti ya mwisho ni mkuu wa wilaya. Hawa wananchi hawana kauli, uruhusiwa hata kujenga. Sasa kesi kama hiyo unaipeleka wapi? Ni kesi ya kikatiba, ni kesi ngumu, kesi ya haki za binadamu, kwa sababu ardhi imetambulika kama ni mali. Sasa ukisema unaichukua kama kesi ya haki za binadamu, tunafahamu sheria zetu jinsi zilivyo. Sheria zetu zina milolongo mingi sana kufungua kesi ya haki za binadamu, lazima kuwe kuna majaji watatu wasikilize kesi. Lakini nguvu unaipata hapo. Ukienda kwenye mahakama kuu wanakuambia hapana, rudi hiyo migogoro ya ardhi. Rudi kwenye vyombo vya utatuzi wa migogoro ya ardhi. Sasa kesi ya haki za kibinadamu, tulikuwa pale ile wilaya ya Kerwa juzi, kuna kijiji kimoja kinaitwa Kashanda. Hicho kijiji wafugaji wote wameondolewa pale, lakini wameletwa wafugaji wengine wachache ila wenye mifugo michache pia, na wameondolewa wafugaji wengi wenye mifugo mingi kwenye eneo hilo moja, kwamba ametangazwa ile eneo wanapewa kikundi hiki. Na mbaya zaidi unakuta wafugaji walioko pale sio wazao wa Tanzania, wanavuka mpaka kutoka nchi jirani za Rwanda, Burundi, wanakuja kufuga kwenye maeneo yale. Mtanzania wa kawaida anafukuzwa. Huu ndio uhalisia ulioko huko. Kamati mbalimbali za bunge zimeenda zinashindwa kutatua migogoro mikubwa kama hiyo. Kwa hiyo tukiwa na msingi imara wa umiliki wa ardhi katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutakuwa na nyenzo muhimu sana kulinda taifa hili kuliko ilivyo hivi sasa. Labda tu pengine Bwana Mlowe, mimi huwa nakuwa na matatizo kidogo wakati ninapofikiria labda tume imekuja na mambo ya msingi yale na kuacha kuweka katika, na kwamba iwekwe uwazi huo na undani zaidi katika katiba za pande hizi mbili. Pengine wameona kutokana hata na moja tu lile kwamba kurekebisha tu katiba ya upande mmoja ili iweze kuiana angalau na hiyo nyingine, ilionekana kabisa kwamba haiwezekani. Pengine ugumu huo wameona katika ardhi, maana waliona pengine kwenye bango kitita huko labda itakuwa ilielezwa kwamba wameona ili litakuwa haliwezekana, litavuruga kila kitu. Pengine kuna ugumu wa namna hiyo. Ukisoma uzuri bango kitita ile ibara ya 7 ibara ndogo ya pili kipengele D, wameeleza hata wao wenyewe watu wa tume. Hata kama nikisoma hapa neno la kwanza kabisa wanasema suala la ardhi na rasilimali za nchi ni miongoni mwa maeneo yaliyotolewa maoni kwa wingi na wananchi. Si ndio tunakubaliana? Wao wenyewe tume wanasema hivyo. Dai lao kuu ni kuitaka katiba iweke masharti kuhakikisha serikali na vyombo vyake inalinda na kuhifadhi haki za binadamu na rasilimali za taifa, ikiwemo rasilimali kuu ya ardhi. Sasa ukisoma sababu hizi za mapendekezo na kifungu kile, sababu hizi hazielezi hitimisho lao ni nini, kwa sababu wameona watu wamesema. Hapa sio tunaabisha yale ambayo tume ya Warioba imefanya. Kwa hiyo imefanya kazi kubwa sana kwenye maamuzi ambayo wameyafikia huku. Lakini kwenye swala la ardhi kwenye ibara hii ya 7 hawajaja na hitimisho. Bango kitita hii ukisoma mpaka mwisho kabisa wao wenyewe wamekiri kuna hilo tatizo. Sasa wanaitatua vipi? Ni changamoto. Labda sijui, labda busara yao iliyoelekeza kwamba tukilileta na swala la ardhi tukaleta na serikali tatu utakuwa ni mgogoro mkubwa, lakini
bado tumeruka tuseme nini majivu, tumeenda kukanyaga moto, kwa sababu ardhi ndio msingi wa serikali tatu, msingi wa serikali mbili unabaki kuwa ni ardhi. Huwezi kujadili serikali mbili hewani tu au serikali tatu hewani. Tunahitaji ardhi kama msingi mkuu wa nchi, sababu nchi ni kubwa kuliko serikali. Yeah, kwa hiyo haya mnayosema ni wajumbe wetu katika bunge maalum la katiba wanaweza wakafanya marekebisho haya. Sasa huo ni mjadala mpana kidogo, kwa sababu ukiangalia muda wote tumekuwa tukijadili kwenda tunavutana kwenda na kurudi nyuma. Yeah. Ukiangalia tu sheria yenyewe ya marekebisho ya katiba yanasema nini, sababu kile kifungu cha 23 cha sheria ya marekebisho ya sheria ya katiba nacho kimekuwa kina mitego mbalimbali, na tumeshuhudia mivutano mingi sana kwamba bunge lina mamlaka ya kubadilisha kile kilichomo kwenye maudhui na kuangalia mfumo mzima na mpangilio wa vifungu vilivyoko kwenye rasimu ama la. Ni mvutano ambao mpaka sasa bado haujapata ufumbuzi, lakini kimsingi kama ulikosea toka mwanzo kwa kuona si swala la msingi, ndio huu mvutano tunaoona hapo unazidi kuongezeka, kwa sababu sio tu tunaanza kuvutana kwenye baadhi ya mambo ya msingi kama hayo, lakini pia kwenye upande wa ardhi nako ni changamoto kama ilivyo. Kwa hiyo busara nafikiri inatakiwa tuelekeze hapa kuona kwamba tuwezi kujadili mambo madogo wakati kuna mambo makubwa zaidi ambayo ni ya msingi kuliko yale ambayo tunayajadili hivi sasa. Kwa hiyo nafikiri bunge letu bado lina nafasi ya kuona ni wapi walikosea ili waweze kuangalia misingi imara inawekwa wapi. Hii hali ya kusema tunaogopana tu kati ya Zanzibar na watu wa Tanganyika tu watamiliki ardhi, huo ibaki tu kwa ni uoga uliopo. Tukienda kwenye uhalisia ni vitu viwili tofauti kabisa. Bila kuona msingi imara wa kumiliki ardhi, kwa kweli hatuwezi tukapiga hatua ya kweli, kwa sababu unakuta tunazungumzia maisha bora kwa kila Mtanzania. Tuna miradi mingi, Mkulabita, Mkukuta, mambo yote haya yanazungumzia kurasimisha ardhi zetu ili tukomboe. Sasa unarasimisha ardhi ambao huna uhakika nao kesho utaimiliki. Yapo mabenki ya kimataifa hapa mjini mengi tu hayawezi kutoa mikopo kwa sababu tu wanaamini huna ardhi. Wewe unaenda na hatia kwa, lakini wanakuambia ulinzi wake ukoje? Ulinzi wake ukoje? Ni ngumu. Lakini hapo kwa upande wa pili yapo mashamba nchi hii yenye hati za kikoloni. Si kama tunatambua hilo. Mashamba mengi ya mkonge yaliyoko Tanzania yana hati za mkoloni. Ukienda kule Babati, Manyara, utakuta wale Wahindi wanamiliki yale mashamba ya Kiru, bonde la Kiru kwa hati za mkoloni. Ukienda huko Mufindi, Rungwe, mashamba ya chai ya Amani yanamilikiwa kwa hati ya mkoloni. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunatakiwa kuviangalia. Watu wanachukua mashamba ya mkonge wanaenda kukopa kwenye mabenki India, Korea, kwa sababu hati yake ni ya kikoloni. Na ikumbuke kwamba hati za kikoloni zilikuwa zina upangaji wa ardhi wa muda mrefu. Unakuta inamilikiwa kwa miaka 999. Yako mashamba ya mifugo kule sawa ili Mfindi yanamilikiwa kwa kipindi kirefu kama hicho. Sasa hati kama ile kwa kweli ukipeleka hata benki yoyote, ukihitaji mamilioni ya pesa, mabilioni ya pesa utapata, kwa sababu unaona ni ulinzi. Tofauti na mimi na kaalizi kangu pale Malinyi peke yake kadogo, alafu nenda benki kutaka milioni 100. Kwa kweli ipo shughuli katika uwekezaji mkubwa kama huo. Kwa hiyo ardhi ina mambo mengi kwa kweli, kwa sababu tusipoweka vizuri ardhi tutayumba kama taifa, hususan mwananchi wa kawaida. Shukrani. Na mpenzi mtazamaji, huyu ni Bwana Pancens Mlowe, yeye ni kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Swala la umiliki linaonyeshwa wazi hapa kwamba kuna umuhimu wa kipekee, linapaswa lipewe uzito ili mwananchi aweze kujua sasa ya kwamba pale alipo yeye ndio mmiliki na ana uwezo kiasi gani wa kuweza kuitumia hiyo ardhi ambayo anamiliki. Baada ya kuwasikia wageni wangu katika kipima joto cha leo, niingie katika mitandao yetu ya kijamii kama nilivyosema kwamba kutakuwa na wale ambao wana nafasi ya kuweza kutuandikia huko. Tunaye Bwana Charles huyu wa Arusha anasema ndio kabisa, wao wanaofupisha kidogo. Anasema je, imetoa ulinzi? Wanajaribu kujibu swali letu la rasimu ya katiba. Je, imetoa ulinzi wa kutosha kwa ardhi na rasilimali za taifa? Ya Charles wa Arusha anasema ndio kabisa. Kasanga Mrisho wa Kahama Sansiro anasema hapana, hazijatia ulinzi wa kutosha. Bwana Titus Niwe Mugizi anasema rasimu imejikita zaidi kwenye muundo wa serikali na rasilimali zimesahaulika. Kasanga Mrisho wa Kahama Sansiro tena huyu karudia. Kasanga Mrisho ametuma mara nyingi. Kwa jumla hizo ndio zilizopo katika Twitter na katika
Facebook tunaye bwana Boston Jamaica, anasema Wabuguruni, anasema nisubiri maoni hata kujibu swali na hao wote tena. Kwa kweli hakuna hata ambaye amejibu swali linalohusiana na kipima joto. Wote hao wanahusiana na masuala mengine yanayohusiana na taarifa zetu za habari. Kwa ujumla hakuna aliyejibu katika Facebook. Baada ya kuona kwamba hakuna, mnafikiri watakao kuwa wamejibu sasa hivi wakati tuko hewani hapa, tutakuja kuziingia sasa hivi, tutakusomea hapo baadaye. Ila kwa sasa hivi twende katika mapumziko. Nikueleze tu usiondoke, ili uweze kupata yale ambayo Watanzania wengine wamesemaje. Hawa ni wale ambao tumezungumza nao kwa nyakati tofauti. Tafadhali usiondoke. Ajili ya ulinzi, ili ardhi iweze kulindwa ndani ya katiba, lazima uipe sura maalum na kuweza kuelezea kiundani juu ya swala la ardhi. Imeelezewa kidogo sana kwenye sehemu ya kipengele tu, na kama ilivyo kwenye katiba ya sasa imeingizwa tu kama sehemu ya mali, mwananchi ana haki ya kumiliki mali. Kwa hiyo haijatoa ulinzi wa kutosha kwenye masuala ya ardhi. Rasimu ya katiba bado haijatoa ulinzi wa kutosha katika masuala ya ardhi, kwanza kwa sababu tu kwamba rasimu hii imezungumzia masuala ya serikali ya muungano, kwa maana swala la ardhi wameliacha katika serikali za ushirika, kwa maana zile katiba za serikali za ushirika ndakazo kuzungumzia masuala ya ardhi. Lakini ukiangalia, kwa sababu kwa sasa hivi tuna migogoro mikubwa ya ardhi, na hasa tatizo lipo kubwa kwamba ukiangalia kuna sheria za ardhi, sheria namba 4 namba 5 ya mwaka 99 ya serikali za vijiji. Kuna sheria ya utoaji ardhi, sheria namba 7 ya mwaka 1967, lakini kuna sheria namba 8 ya mpango miji. Kwa hiyo hivi vyote ni sheria za ardhi, lakini bado kuwepo kwa sheria hizi baada ya kujatatua changamoto zilizopo za ardhi. Kwanza kuna migogoro kati ya wananchi na wawekezaji, kuna migogoro kati ya serikali na wananchi. Ukiangalia migogoro ya vijijini ambao ndio wawekezaji wanaenda kule, ambao sehemu kubwa ya ardhi karibu 10% ndio imepimwa katika ardhi yote ya Tanzania, karibu kilomita za mraba 946, ardhi yote haijapimwa. Kwa hiyo kuna haja ya kuangalia kwamba tunaweza kuboreshaje sheria zetu hizi za ardhi ili ziweze kuendana na kuondoa migogoro mikubwa ya ardhi. Kwa rasimu hii tuliyokuwa nayo ya hii rasimu ya pili haijatoa ulinzi kamili kwenye masuala ya ardhi, ila tumeweza kuona kwamba masuala ya ardhi yameweza kujiingiza katika mijadala ya hili bunge la katiba. Sasa kuna haja ya swala la ardhi kuingizwa katika kuwepo katika katiba mpya, kwa sababu ni ushirikishwaji wa wananchi ndio utathibitisha usimamizi kamilifu wa rasilimali wa ardhi na rasilimali zinazopatikana katika ardhi hiyo. Naweza nikasema haijatoa ulinzi wa kutosha, kwa sababu ardhi ndio nguzo kuu ya nchi na wananchi wake. Lakini ajabu, mpaka sasa hivi unaiona katiba kwenye rasimu kuna hang, yani kunaonekana kama hakuna umuhimu wa masuala ya ardhi kwa kwenye katiba, na kitu ambacho ndio ilikuwa lazima masuala ya ardhi yawe kwenye katiba ili iwe na ulinzi wa kutosha kwa ardhi yetu sisi kama Watanzania. Tuna uwezo wa kuwa na haya masuala ya ardhi yakawepo kwenye katiba, lakini pia vile vile kukakosa ulinzi huo. Kwa hiyo cha msingi kinachotakiwa hapa ni kuwa sisi wenyewe kuwepo waadilifu wa kuweza kutekeleza, kusimamia haya masuala ya ardhi. Tunaweza tukana na katiba, lakini pia vile vile haya masuala ya ardhi yasiwe na ulinzi kama ambavyo tulikuwa tunategemea iwe. Na mpenzi mtazamaji, hao ni Watanzania wengine ambao tulizungumza nao kwa nyakati tofauti wakijaribu kujibu kipima joto cha wiki hii rasimu ya katiba kama imetoa ulinzi wa kutosha kwa ardhi na rasilimali za taifa. Awali nilikuwa nimesoma baadhi ya zile zilizokuwa katika Facebook. Zimeingia kadhaa hapa sasa kutoka kwa Steven Mremi wa TPC Moshi. Yeye anasema kwa kweli hapo hakuna chochote, kwa sababu Watanzania bado tunaonewa kwenye ardhi yetu. Ni hivi, wawekezaji wakija sisi tunafukuzwa kama vile wahamiaji haramu, na tukigoma tunaletewa mabomu. Mimi nasema uzalendo kwanza. Omari Amiria anasema iko kaandika gude. Haya ni waandishi hao. Omari, tumeipata message yako. Daniel Danije anasema ndio, ana maana ya kwamba imetoa ulinzi wa kutosha. Na Mahona Kanyama wa Manguguli Nzega anasema hapana, migogoro ya ardhi bado ni kero, nadhani haikuzingatia hili. Na mwingine Geoffrey Mbunji anasema hapana. Jacob Mahende anasema hapana. Na wa mwisho hapa Show Amani wadau huyo anasema hapana, yani mimi naona ingeweka sheria kali sana
kwa rasilimali za nchi, hasa wanyama wetu wanawindwa ovyo na watoto wazalendo wenzetu wanatetea na kujua sheria. Viongozi wengine wanahujumu ardhi kwa kugawa ovyo kwa wakuja. Pia wengine wanajenga maeneo ya wazi na kadhalika katika hifadhi za barabara. Na ni baadhi ya wale ambao walituma ujumbe kupitia katika mtandao wa kijamii wa Facebook. Baada ya kusoma basi ujumbe huo kupitia Facebook, nirudi hapa studio kwa wageni wetu, na nitaanza tena kwa mara nyingine na mkurugenzi mtendaji wa Haki Ardhi. Umewasikia Watanzania wengine ambao tuliongea nao kwa nyakati tofauti. Wengi wao bado wanaungana na ukweli kwamba ardhi haikupewa uzito wa kutosha katika rasimu. Ulisema awali kwamba ulikuwa na ufafanuzi ulitaka kutupa katika mzunguko wa pili. Ya, niseme tu kwamba ni kweli baadhi ya waliotoa maoni wamegusia masuala ya msingi sana, na hasa kuhusiana na dhana nzima ya kwa nini kulipaswa kuwa na ulinzi wa kutosha kwenye rasimu. Wanaonyesha jinsi ambavyo wananchi wamekosa uhakika wa kumiliki na kutumia ardhi kwa manufaa yao, lakini na kwa manufaa ya taifa pia. Mtu anasema sisi ni Watanzania lakini ni kama wakimbizi kwenye nchi yetu. Ni maneno mazito sana hayo. Na ukiangalia hiyo katika vitendo halisi, katika hali halisi, uhakika wa kwamba Masako uko hapa alafu kesho utaendelea kuwepo hapa na kesho kutwa, kwa Watanzania walio wengi kwa mfumo tulionao wa milki, usimamizi na matumizi ya ardhi haupo, kwa sababu inaweza ikaamuliwa vyovyote kwamba hapo unapofikiri ndipo panakupatia riziki yako uendelee kupakaa, ametakiwa apewe mtu mwingine ambaye atazalisha kwa ajili ya manufaa ya taifa. Lakini wakati mwingine inashangaza kwa sababu unakiangalia kile ambacho amepewa ili azalishe kwa manufaa ya taifa sicho. Kuna watu wamemilikishwa maeneo makubwa, wameyazungusha, wigo yamebaki hivyo hivyo. Kuna mtu hapa, mwekezaji hapa Kilo hapa, alipewa hekta 34,000 kwa ajili ya kulima mijatrofa. Baada ya kukatakata miti akapasua mbao, akauza zile mbao na magogo, akafungasha virago, kaondoka. Zile hekta 34 zimelala pale, wananchi hawaruhusiwi kwa sababu wakiingia tu watakuwa wamevamia eneo la mtu. Ndicho wanachokiongea hawa watu hapa kwamba katika eneo lile tu kiangalia, wao wamekoseshwa haki ya kumiliki na kutumia na kunufaika kutokana na ile ardhi ambayo kwa asili wao ndio walistahili kupata na kunufaika nayo. Lakini kaletwa mtu ambaye tunafikiri atazalisha kwa manufaa ya taifa, kavuna rasilimali zetu, hajawekeza chochote, kaondoka. Na ndivyo inavyokuwa kwenye sekta mbalimbali. Kuna watu wamevuna misitu, magogo. Kuna magogo yaliyokamatwa hapa hata bandarini hapa. Unashangaa miti imepigwa marufuku, hakuna kuvuna, lakini kuna mwekezaji gani amekwenda kusini huko amevuna, imekuja kukamatwa hapa. Hapa bandarini ulishakamatwa hadi mchanga wa madini ambao hujachenjuliwa hapa. Kuna wakati iliwahi watu wa TRA wale kukamata pale. Sasa hiyo yote inaonyesha jinsi ambavyo rasilimali zetu katika ujumla wake zinavunwa kama ni shamba, wanasema ni shamba la bibi. Yaani yoyote anayeweza katoka huko kwa mifumo tulionayo akajiita mwekezaji, akamilikishwa shamba, akapewa kitalu cha kuwinda. Kuna shauri hapa tuliona juzi hapa, mwekezaji ambaye ana kitalu cha uwindaji hapa, Mheshimiwa Waziri amefuta kitalu chake kwa sababu ya kutozingatia taratibu za uwindaji zinavyotakiwa kuwa. Tuliambiwa nyuma hapa kwamba kuna twiga walipakiwa kwenye ndege. Sasa kwa hayo yote yanaonyesha jinsi ambavyo usalama wa maliasili za taifa na matumizi yake kwa manufaa ya wananchi haupo. Ili uwepo, lazima kuwe na misingi ya namna gani tunamiliki, ifafanuliwe bayana. Hatusemi sheria nzima iandikwe kwenye katiba. Katiba inatamka hayo makubwa. Kwa sasa tumesema haijatamka. Katiba iseme nani ana mamlaka ya kusimamia. Unajua, unajiuliza hivi twiga amesafirishwaje kutoka alikosafirishwa mpaka uwanja wa ndege, mpaka akapakiwa, mpaka akaondoka? Mwananchi wa Tanzania, raia wa kawaida, hivi kweli hakuona? Hata kama viongozi hao wamejipanga katika namna ambayo wamedhibiti
taarifa isiweze kutolewa, hata wananchi wa kawaida hawakuweza kuona. Walimpakia, walishiriki kwenye kupakia. Na unajua ni kwa nini? Kwa sababu ipo dhana iliyojengeka ya hiyo ni ya umma, ya serikali, sio yangu, hainihusu. Na ndivyo ilivyo hata kwenye ardhi. Watu wakishaichukulia kwamba ni ya umma, ni ya serikali, hainihusu, sio yangu mimi, ndivyo inavyokuwa. Watu wakiguswa kwa sababu ndiyo maisha yao, wataona uchungu. Na baadhi ya maeneo imeanza kutokea, anakwenda mwekezaji, wanahoji katika mazingira ambayo sisi hatuna eneo la kulima. Wewe mwenzetu unapanda miti, unafanya biashara ya hewa ya ukaa, ulipwe hizo carbon credit. Sisi lilikuwa eneo letu la kulima tupate chakula. Sasa unataka tuwe vibarua tuwe tunalima shambani kwako ndipo tukanunue chakula. Kwa sababu eneo letu la shamba wewe umefanya nini? Umepanda miti ili ufanye biashara ya hewa ya ukaa. Kwa hiyo ninachosema hapa, hao waliozungumza wanaonyesha jinsi ambavyo kukosekana kwa uhakika wa milki ya mali, yaani ya rasilimali ardhi na rasilimali hizo nyingine, kulipaswa iwe sababu ya msingi ya kuwa na misingi kwenye katiba. Mamlaka ya usimamizi yanapokuwa mbali na wale wanaomiliki, wanaotumia hiyo rasilimali kila siku, inawafanya waone kwamba wao hawahusiki nayo. Unaona jinsi watu wanavyoua tembo. Unaona jinsi kampeni ilivyokuwa kubwa, lakini bado watu leo utasikia amekamatwa, kesho amekamatwa, kesho kutwa amekamatwa. Yaani mtu kuweka uhusiano kati yake yeye na wale tembo, kwa sababu yeye yuko pale, lakini anayepewa leseni ya kuja kuwinda kwenye kile kitalu cha uwindaji si yeye. Yuko pale, lakini anayepewa kitalu ni mtu mwingine. Mimi niko hapa, anayemilikishwa shamba ni yule aliyetoka Dar es Salaam. Mimi niko hapa, anayepewa kibali cha kuvuna msitu ni aliyetoka mbali. Mtu anaona hii mali mimi hainihusu. Kwa hiyo matokeo yake, badala ya kuwa mlinzi wa mali, hata mimi nasema bahati mbaya sana itabidi niliseme hili kwamba wakati mwingine tumetumia fedha nyingi kutafuta vifaa. Juzi hapa niliona tunapata helikopta kwa ajili ya kulinda ujangili, yani kudhibiti ujangili. Mimi naona huruma kwamba taifa linaweza ikawa linakosa mikakati ya kulinda rasilimali za taifa, kwa sababu wanaohujumu ni wananchi ambao wamekosa fursa ya kunufaika na rasilimali. Kwa hiyo inabidi waingie katika njia ambazo sio za halali ili angalau wanufaike. Wewe unaenda kununua helikopta, si unapewa msaada ama kuongeza magari ya msako, badala ya kuwekeza kwa wananchi ili hao wananchi watambue umuhimu wa kwamba hizo rasilimali zipo kwa ajili yetu na kwa ajili ya kizazi kinachokuja. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuzilinda. Uwekezaji mzuri ni ule unaowapa wananchi dhamana ya kuona umuhimu wa ile mali. Ndio maana mahala ambapo, kwa mfano katika hata ulinzi wa kawaida wa mali zetu majumbani na nini, mahali ambapo wananchi wamejikusanya wakatengeneza sungusungu wao wenyewe, huwezi ukasikia masuala ya wizi. Anayejilinda na kwa ni yule mwananchi, wanachangia. Mimi mtaani kwetu tunatumia utaratibu wa namna hiyo kwamba tunajua kituo cha polisi kiko mbali, inapofikia habari ya kwamba sasa tunaingiliwa na wezi na vibaka na watu wengine wanatusumbua, jamani tunajilindaje? Tunachangiana. Kuna vijana wetu wa kawaida wanapeana zamu. Kwa hiyo kuna ulinzi, kwa sababu huu ulinzi umewekezwa kwa wananchi wa kazi wa eneo husika, na unapokuja mtu ambaye hahusiani na eneo lile. Ndio maana rasilimali zetu tukiwekeza kwa wananchi, wakawa ndio wamiliki, wao ndio wasimamizi, watakuwa walinzi wazuri. Sasa samani kidogo ni ongea na mtazamaji na msikilizaji wa Capital Radio popote ulipo. Utaona kwa hiyo mtazamaji, kuna nambari ya simu hapo kwenye screen, nambari 0767444701, 0767444701. Hiyo ni nambari ambayo hivi sasa unaweza ukapiga simu kama ukiwa na swali. Ni vyema kama utalielekeza moja kwa moja kwa miongoni mwa wageni wetu hapa, lakini pia maoni, mapendekezo na ushauri kuhusiana na mada ya wiki rasmi ya katiba. Je, imetoa ulinzi wa kutosha wa ardhi na rasilimali za taifa? Nikukaribishe, wakati ni wako, ujumuike pamoja nasi katika kipindi hiki. Tuendelee. Kwa hiyo kama ambavyo imeelezwa kwenye hilo bango kitita hapo, maoni mengi ya wananchi wakati wa kukusanya maoni ya Warioba anasema walisema wanataka ardhi ilindwe.
rasilimali za taifa zilindwe. Zilindejwe, lazima kuwe na misingi ya kuilinda hiyo ardhi. Kwa bahati mbaya, alipotoa rasimu haiwani na kile ambacho wananchi walisema wakati wanatoa maoni yao. Ndio maana tunasema kuna kitu kilipelea kwenye hiyo rasimu. Wajumbe wetu wa Bunge la Katiba walipokwenda Dodoma, tunajua kwamba wamejadili sura hizo mbili. Katika kujadili kwao, kamati zile 12 ambazo ziliundwa pale kwenye Bunge la Katiba, kati ya kamati 12, kamati 8 zimesema swala la ardhi linapaswa lipewe umuhimu wa kipekee kwenye rasimu zaidi ambavyo limepewa. Zipo kamati ambazo zimesema na zinapendekeza kuwe na sura inayojitegemea ya masuala ya ardhi. Nitasema kamati namba 1 inasema ibara ya 7, ibara ndogo ya pili D ifanyiwe marekebisho. Wao hawajasema kama kuwe na sura inayojitegemea. Kamati namba 3 wanasema ibara hiyo hiyo irekebishwe, lakini kuwe na sura mpya ya ardhi inayojitegemea. Kamati ya 4 na yenyewe imesema kuwe na sura mpya ya ardhi. Kamati ya 6 inasema kuwe na sura mpya ya ardhi. Kamati ya 7 inasema ibara hiyo irekebishwe na 7 ibara ndogo ya pili. Kamati ya 8 inasema kuwe na sura mpya. Kamati ya 11 ibara ibadilishwe alafu kuwe na sura mpya. Kamati ya 12 kuwe na sura mpya ya ardhi kwenye katiba. Kwa ujumla kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hizi 7 zinasema kuwe na sura mpya katika 12. Hizi 2 zinasema hicho kipengele kibadilishwe. Tafsiri yake ni nini? Ya, samahani kidogo, tupokee simu kutoka Kilwa. Mtazamaji wa Kilwa, karibu. Hello. Mimi naitwa Jaha. Asante sana. Mimi naitwa Jaha. Hello. Ba? Hello, unasikia? Endelea. Hello. Asema mimi nimesikia nimesikia kwa mtaji mambo ya ardhi wa kuna wazee waliweza kufikiwa aina nyingi. Sasa huyu mtaji na kumbuka siku na wale wote walikuwa siku bila kufanya. Sasa kuna mwingine pia amewekeza huko kwamba anaweza mafuta aina nyingi. Ni nani pia bado kwa tunataka na nyumba ndefu ndio leo imekaa atula matumizi yote hatukusikia vizuri sana, na itabidi labda pengine utafute ama simu nyingine au nini. Hatukusikii vizuri hapa, ni kiasi kwamba inawezekana hata hewani hupatikane vizuri sana. Jaribu tena labda kwa simu nyingine tuweze kuelewana vizuri. Na nikuombe mpenzi mtazamaji, kama utapiga simu nikikupokea, endelea moja kwa moja, kwa sababu pengine upo mkoani ambako bado kuna analojia na Dar es Salaam kuna digitali kidogo. Ya, amerudi tena inaambiwa. Ya, karibu tena. Karibu. Hayupo hewani huyo. Na kama nilivyosema ya kwamba nikikupokea ni afadhali uendelee moja kwa moja, kwa sababu kuna uchelewevu wa aina fulani kati ya digitali na analojia. Kwa hiyo nikikupokea ni afadhali umwagike tu, wakati ni wako, uendelee moja kwa moja. Ndio. Kwa hiyo tafsiri ya hawa wajumbe wa Bunge la Katiba, na wenyewe wameona umuhimu wa swala la ardhi kama ambavyo tume ya Warioba iliona, lakini unapaswa, wao wamependekeza kuwe na sura inayojitegemea ya ardhi na maliasili za taifa. Wanatakiwa sasa waende hatua moja mbele. Hiyo sura iwe na mambo iwe na misingi gani mikuu hii tunayoimba. Katiza maana tumeshawafungulia simu kutoka Mwanza. Mtazamaji wa Mwanza, karibu. Hello. Karibu.
Tatizo lakini limeoziwa na wanasiasa, ndio tatizo kubwa hilo. Hawa waofisi wanaohozi wanyamapori hao wanaohozi katiba, ndio tatizo hilo. Ndio tatizo kubwa hilo, limeoziwa na wanasiasa, lakini wakiondoka wanasiasa tunaweza tukapata katiba nzuri. Asante sana. Ni mtazamaji wa Mwanza, yeye anasema tumekupata vizuri bwana, tumekupata vizuri. Au kama unanyongeza? Nafikiri tumemalizana na tumempata vizuri. Yeye anasema kwamba wanasiasa wamehodhi swala hilo, wasingekuwepo wao pengine ili swala lingekaa vizuri tu. Ni mawazo yake. Ndio bwana Poroko, umemsikia bwana Mienzi. Tunaweza kwenda pamoja, maana nitakuwa na katiza kwa kuwa tumewafungulia na ndugu zetu pia tushiriki nao. Nafikiri bwana Mienzi amezungumza vizuri kwamba walipaswa waende mbali zaidi na kuanza kutengeneza ile misingi ambayo tunapaswa kuwa nayo katika katiba, ambayo sisi tunadhani kuna misingi ya muhimu kabisa katika swala la katiba. Kwa mfano ambayo inaendana na matatizo tulionayo sasa hivi. Moja, ukijaribu kuangalia sasa hivi kuna hilo swala la kuhodhi ardhi ambalo limejitokeza kwa kiasi kikubwa. Kwa lengo la kuweza kuwakodishia wawekezaji au kwa lengo la kuuza kwa baadaye, kwa sababu ni kama kwa kiasi kikubwa ardhi Tanzania, soko la ardhi linazidi kukua. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia katika katiba za wenzetu na tunavyoona kwamba kuna umuhimu katika nchi yetu vile vile kuwepo na msingi imara wa kulinda na kuamua kwamba ni kiwango gani cha ardhi ambacho mtu mmoja anaweza kamiliki. Kama anavyoeleza Mienzi hapo, kuna mtu anamiliki zaidi ya eka 34. Ukizungumzia swala la mgogoro uliojitokeza juzi maeneo ya Kiteto, kuna watu wanamiliki zaidi ya eka 10,000 katika eneo la Mbolia Mtangus. Ukizungumzia juzi nimeangalia TV ilikuwa naangalia issue ya Sukenya, swala ambalo linamiliki eneo ambalo linamilikiwa na kampuni ya Thompson Safari zaidi ya ekari 12,000. Kwa hiyo nadhani mojawapo msingi muhimu sana ambao tunapaswa kuweka katika katiba yetu, ambao sidhani kama Wazanzibari au Watanganyika wataukataa, ni kuweka kiwango ambacho mtu anapaswa kumiliki ardhi katika nchi ili kupunguza uwezekano wa watu moja kumiliki ardhi. Kuna masuala mengine yanayojitokeza, kuweka msingi imara wa namna mtu anavyoweza kupoteza haki yake ya ardhi. Ni swala ambalo ni la msingi sana, na sidhani kama kuna Mtanzania ambaye atachukia akiona milki yake imelindwa zaidi. Kwa hiyo hiyo misingi inaweza ikawepo ili kuhakikisha kwamba wananchi wanafaidika na ardhi yao. Lakini nyingine ni kuwa na misingi ambayo itaondoa mwingiliano wa sheria mbalimbali. Kama tulivyoeleza katika swala la Loliondo kwa mfano, Wizara ya Maliasili na Utalii wanasema kwamba hilo eneo ni la hifadhi, ni la kwao. TAMISEMI wanasema hilo eneo liko ndani ya eneo la halmashauri. Wizara ya Ardhi wanasema ile eneo ni la vijiji. Wananchi wanasema hili eneo ni la kwetu. OBC wanasema ile eneo ni kitalu chetu. Sasa na zote hizo sheria ni sheria za bunge, kwa amna ambayo iko juu zaidi ya nyingine. Kwa hiyo kungekuepo na msingi imara wa kikatiba, yenyewe ndio ingeondoa ubishi kuhusu masuala kama haya. Vile vile kwa Tanzania hatuna kitu kinachoitwa, kwa mfano msingi muhimu sana kuwa na tume ya haki za tume ya ardhi. Nchi za wenzetu wameunda tume za ardhi ambayo ndio hasa zinazungumzia swala la utatuzi wa migogoro, swala la matumizi ya ardhi na masuala kama hayo. Lakini kwetu hii tuko kwenye mazingira magumu sana. Mkuu wa wilaya anaamua, anasema kuanzia leo wananchi waondoke. Kesho katibu tarafa na anasema wale wananchi warudi. Mkuu wa mkoa anakuja anasema uamuzi wa mkuu wa wilaya ni ubatili. Wote hao hawako ndani ya sheria ya ardhi. Wote hao hawana mamlaka yoyote kuhusu masuala ya ardhi, hawako ndani ya sheria ya maliasili, lakini wanatoa maamuzi yanayoendana na sheria hizo. Lakini tungekuwa na tume ya ardhi ambayo inaundwa kikatiba, hata kama ni mbili, moja ya Zanzibar na nyingine ya Tanganyika,
hilo swali lingeweza kukaa vizuri la Tanzania bara. Basi vile vile kama ulivyosikia wananchi wakizungumza hapo, wamekuwa wakizungumza swala la kushirikishwa, wamezungumza swala la kuondolewa bila kushirikishwa. Akipatikana mwekezaji huku Dar es Salaam napelekwa kijijini, wananchi hawajashirikishwa, wanaondolewa tena kwa shuruti na kwa vurugu kubwa kabisa. Lakini vile vile ni swala zima la bunge kupeleka madaraka ya uundaji wa sheria kwa bunge, kwa sababu katiba ndio tunategemea kwamba itaunda misingi ambayo italazimisha maamuzi yoyote yatakayopitishwa na sheria yoyote yapitie katika bunge. Kwa hiyo kuna swala ambalo ni muhimu sana litekelezwe katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haki zao na kuhakikisha kwamba rasilimali ya ardhi inalindwa kwa ajili ya wananchi wa Tanzania na si kwa maslahi ya viongozi au wawekezaji ambao wanakuja na maslahi yao. Yeah. Labda pengine kwa sababu ya nilikuwa nachambua hapa juu ya orodha ya mambo ya muungano, labda kuto kuwepo au kwa ujumla wake maana yake liwekwe pia hapa ili kwamba hiyo rasimu au katiba ya jamhuri iweze kutamka hayo mambo kwa undani zaidi, kwa sababu lenyewe halimo katika yale mambo 7 ya muungano. Tunaelewa kabisa kwamba hilo swala la ardhi si mojawapo ya masuala ya muungano. Kuna option mbili, kuna njia mbili za kuweza kuhakikisha kwamba haki za ardhi zinalindwa kikatiba. Moja ni kuwa na kuweka ardhi kama mojawapo ya masuala ya muungano, ambayo hapo utaweka mambo mengi zaidi, itakupa wigo mpana zaidi wa kuweka masuala yanayohusiana na ardhi katika swala la katika swala la katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini njia ya pili ni kuimarisha misingi mikuu ya utekelezaji wa shughuli za serikali kwa kuweka standard ambazo, kuweka viwango ambavyo vinapaswa vifikiwe na kila upande wa muungano, ili kuhakikisha kwamba yote hayo tumeyafanya yanawezekana kwa njia yoyote. Yanawezekana kama tukiwa na ardhi kama mojawapo ya masuala ya muungano, lakini vile vile inawezekana hata kama ardhi si swala la muungano, ni swala la maamuzi, ni swala la kuwa na ile nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba tunajaribu kutatua matatizo yetu ya ardhi ambayo ni ya msingi katika mustakabali wa nchi hii, na kuhakikisha kwamba amani ya nchi, kwa sababu swala la ardhi sasa hivi ndio swala linalotishia amani miongoni mwa wananchi kwa kiasi kikubwa, na litaendelea kuwa hivyo kwa sababu kuna ongezeko la uhitaji wa matumizi ya ardhi. Kwa hiyo tusipoweza kulitatua kwa sasa hivi, wakati tumepata hii fursa kufanya mabadiliko ya katiba ambayo haitokei mara chache, tusipotumia hii fursa sasa hivi iliyojitokeza ya marekebisho ya katiba, huenda marekebisho mengine ya katiba yakaja kafanyika miaka 50 kama ilivyotokea kwa sasa. Kwa hiyo nadhani kuna haja ya kutumia fursa hii kuhakikisha kwamba at least tuna address masuala ambayo yanawaumiza wananchi, na wananchi kilio chao ni kunyang'anywa ardhi yao, kuingiliwa ardhi yao, swala la wawekezaji, swala la uhifadhi, swala la migogoro ya kulima na wafugaji, swala la ardhi kwa ujumla ndio kilio kikubwa cha wananchi wa vijijini. Ndio bwana mimi. Labda tu mimi niongezee hapo kwamba ukiliangalia kwa mapana hili swala la ardhi na muungano wetu lina sura ambayo mara nyingine inastajabisha, kwa sababu mara nyingine wanapenda kutoa mfano huu kwamba ni sawa na ule mtu ambaye anataka kula maharage yaliyowekwa kwenye bakuli, lakini hataki kutambua kwamba kuna chombo hicho ambacho kinaitwa bakuli kimetunza hayo maharage ndani. Ukiangalia tunapeleka mapato yetu ya taifa la Tanzania, asilimia inaenda Zanzibar. Na haya mapato tunayopeleka kule Zanzibar ni matokeo ya hii rasilimali ya Tanzania, yanatoka kwenye hifadhi zetu, yanatoka kwenye madini yetu tulionayo, ni mazao ambayo yanazalishwa katika ardhi ya Tanzania, kwa sababu ukiangalia mchango mkubwa katika pato la taifa ni sekta za kilimo, sekta za madini zinachangia 3%. Zote hizo tunazungumzia ni ardhi. Hii hayo ndio maharage tunayosema. Tunawapelekea sehemu ya maharage, lakini kuja kukataa lile bakuli zima ambalo ni ardhi ni kitu kinachostajabisha. Ardhi kwa namna yoyote kusema si sehemu ya muungano, kwa kweli tunakuwa tunakataa ukweli. Unaona unaona ukweli lakini unajaribu kuukataa. Ardhi isipotumiwa vizuri kwa kweli inaweza ikaleta migogoro.
mikubwa sana, kwa sababu tukienda kitakwimu tuangalie wakati tunapata uhuru nchi yetu ilikuwa na watu milioni 10 tu. Samahani kidogo. Simu kutoka Manyoni. Mtazamaji wa Manyoni, karibu. Asante mtangazaji. Majina naitwa David ambao tutasonga kwa Manyoni. Mimi nilikuwa nataka nichangie kitu hili la kitu ya Kiswahili. Huyu Manyoni kwamba wananchi wapenda hata mimi kwa wakati wangu na nini mwenyewe kutoka ndio rais ameteuliwa kuelekea yake kuwa yetu ili kusema wenyewe amefika na nini katika somo wenyewe katika kutangaza inafika pale kwenye bunge la katiba imekuwa wanajadili ile kabisa ambacho sisi hatuwafika sasa sisi wanaweza na pia mashaka sana imekuwa pesa nyingi sana kwa wanaomba lakini inaenda kinyume tena sasa kwa wale wanataka kumalizia sasa wengine wanakula sasa kuhusu au tunataka kupata maendeleo ya pesa kwa aliwatoa wa hawa akawajua majina kwa wananchi wao waweze kama madini kwa sababu bado walikuwa bado madini sasa leo wamefanya kufa wanafunzi kwa hali hapa wao wanataka wanafunzi kwa maendeleo yetu wanajua wao miaka ya safi nani katika kwa leo kuliki yake katika Uingereza Ujerumani anapata hali nani jamani ndani ndio bila timu bila katika wapate kama kwa makundi tupate hiyo hapo kwa hapo hata wasema tunataka wao ndio kwa Shukrani. Haya, asante sana. Ni mtazamaji wa Manyoni huyo, tumekupata vizuri, asante sana. Ndio. Asante. Nilikuwa naelezea kuleta historia nyuma kidogo, kwa sababu wakati tunapata uhuru tulikuwa walikuwepo Tanzania, mimi sikuwepo kipindi hicho, walikuwepo wazazi wetu, babu zetu, walikuwa milioni 10 tu, na hawa watu milioni 10 walikuwepo kwenye taifa hili tunaoita Tanzania leo, walikuwa wametawanyika. Si unaelewa na kusema hivyo? Walikuwa wametawanyika kwenye ardhi zetu, ili pande la ardhi tunaojivunia leo la Tanganyika. Kwa hiyo asilimia kubwa ya Watanzania wa sasa ambao wanaishi vijijini, ambao ndio wengi kwa mujibu wa takwimu za sensa za mwaka 2012, watu wanaoishi vijijini ni watu milioni 32 kati ya milioni 46, wengine ndio wanaishi mjini. Kwa hiyo wale milioni 32 wanaoishi kwenye vijiji hivi 11,000 vilivyopo leo katika nchi ya Tanzania, wengi wanaishi sio kwenye maeneo yao ya asili. Si naelewana kwenye hilo? Yale ni maeneo ambayo walikusanywa kutolewa kwenye maeneo yao ya asili. Waliacha maeneo ya asili wakaja kwenye hivi vieneo ambavyo vikaitwa vijiji. Sasa leo tuna watu milioni 46, tuna migogoro mingi kiasi hiko ya ardhi. Tachukua tu mfano kitakwimu. Sasa hivi tuna mabaraza katika halmashauri 49 katika nchi ya Tanzania. Mabaraza ya utatuzi wa migogoro ya ardhi katengaza wilaya. Na tuna wilaya ngapi? Zaidi ya 130 sasa hivi. Na kati ya mabaraza 49 yanayofanya kazi ni mabaraza 42 tu. Sasa haya mabaraza 42 kwa mwaka jana peke yake yaliweza kupeleka jumla ya kesi 6,000 mahakama kuu kwamba yameshindwa kutatuliwa huku chini. Sasa najaribu kufikiri mabaraza yote 130 nayo yangekuwa yanafanya kazi, tungekuwa na idadi ngapi ya migogoro ya ardhi. Kwa hiyo swala la ardhi, swala la umiliki wa ardhi na swala la historia nzima ya mgawanyo wa ardhi leo tunaoita hii ya Tanganyika, ya Tanzania hii, ina changamoto kubwa sana. Kitu ambacho tukisema tunaliacha kuliwekea misingi ya kikatiba, misingi ya kikatiba, tutashindwa kupiga hatua. Tutashindwa kupiga hatua kwa sababu leo tunaona watu mbalimbali wana mamlaka tofauti juu ya ardhi zetu. Tunasema kuna mipango mingi tunaiweka katika sheria zetu za ardhi, hususan sheria ya vijiji, kwamba kuna baraza lile la ardhi la kijiji linatakiwa liwe na mipango ya matumizi bora ya ardhi katika kijiji husika, utatuzi wa migogoro uweje. Lakini leo tukiangalia kiuhalisia, anapokuja mwekezaji kwenye ardhi ya kijiji, nani ana nguvu? Ni kijiji, ni halmashauri. Kwa miatu juzi tunaangalia watu wanavyopambana madiwani pale, ni nani amiliki eneo la hifadhi ile ya hifadhi ya makao kule Meatu. Ni nani amiliki? Wanaojadili ni madiwani na ni mjadala unaoendelea halmashauri.
sio kwa wananchi huku vijijini. Kwa nini nyinyi msitoke huku mkaja huku ambako walipani posho wanakaa mikutano ya kijiji, mnajifungia huko kama madiwani, mnajadili maamuzi ya ardhi ambayo sio hata ya kwenu wala muishi huko, lakini sheria ziko wazi, wenye nguvu ni nani? Ni wananchi. Je, kweli hilo lipo? Inawezekanaje? Sasa hawa wananchi hawana nguvu kikatiba, wanangoja tu kutolewa, ondokeni, na mwisho wa siku unaenda kudai haki hiyo wapi? Ni ngumu sana, ni ngumu sana. Kwa hiyo kwa idadi hii ya Watanzania tulionao leo, tusipoweka misingi imara, kwa kweli nchi hii inaweza isitawalike hapo baadaye, kwa sababu watu wengi hawatamiliki hiyo ardhi tunaoisema leo. Mwenzangu hapa amejaribu kuligusia hilo la ukomo wa umiliki wa kiwango cha ardhi au kuhozi ardhi. Sasa hivi tunavyozungumzia kuna watu wana mahekari, mahekta ya ardhi katika nchi, viongozi. Ukienda wilaya Mvomero uhitaji kufanya utafiti wa kina. Ukifika tu utaona, utapita misitu na misitu naambiwa ya mheshimiwa fulani, ya mheshimiwa fulani. Sasa kila mmoja akitumia uheshimiwa wake kumiliki ardhi kwa kiwango hicho, hawa Tanzania milioni 46 wataenda wapi? Na mashamba yote yenye rutuba, mashamba yote ambayo Mwalimu alianzisha kipindi kile yakawa chini ya NAFCO, leo yanamilikiwa na wawekezaji wa kigeni. Kenda Mbarali kule kilio kikubwa kiko hivyo. Mashamba yote ambayo yanazalisha mpunga kwa kiwango kikubwa amepewa mwekezaji kutoka Afrika Kusini, ndio wanalima pale. Watanzania wale walio wengi ndio wamepewa vishamba vidogo vidogo visivyokuwa na rutuba. Sasa tunatengeneza nini? Tunatengeneza jamii aina gani? Hao watu wasimamie nini? Kama katiba inaona haya kujadili kwa mapana kwamba ardhi ni swala la kikatiba, hicho tu ni kitu kikubwa sana. Tukishasema ardhi ni swala la kikatiba, tayari tuna nguvu ya kikatiba. Hata kama siku haki zao wale wananchi zinakiukwa, ni rahisi kwenda kuzungumza. Watu wakashanda kule Kero wamechomewa nyumba zao, watoke. Anayechoma ni mtendaji wa kata, na mtendaji huyo alisema niliona kweli nchi kwa kweli na mambo mengi ambayo hayafiki huku. Nchi za hii mikoa mpakani ina changamoto zake. Mtendaji anachoma nyumba za wafugaji, mtendaji huyo anakuwa kaimu hakimu kata Nyakanga pale, anatoa maamuzi ya watu waende gerezani bila dhamana siku 14. Kweli ni vituko sana. Samahani kidogo, tutaendelea habari za huyo mtendaji. Tupokee simu kutoka Babati. Halo Babati. Mbona simu yenyewe, mtazamaji wa Babati, simu yenyewe ilikuwa inaunguruma. Sio bado tuko pamoja, mtazamaji wa Babati? Naona hayupo. Ulikuwa unaendelea na ile, maana ndio zilikuwa naunganisha. Nazungumzia nguvu walizonazo watu na mamlaka mbalimbali juu ya masuala yanayohusiana na ardhi. Nilikuwa natolea mfano wa huyo mtendaji wa kata kule kata ya Nyakanga wilaya ya Karagwe kwa Kagera, jinsi alivyokuwa na mamlaka kubwa kiasi hicho juu ya ardhi ya hao Tanzania ambao wako kule. Mfano mwingine wa watendaji wa aina hiyo tumeuona kwenye moja kata moja inaitwa Kibingo wilaya Kyerwa, mpakani kabisa mwa Tanzania na Uganda. Mtendaji amediriki hadi kwenda kukiuka amri halali ya mahakama kuu Kagera imeamua wananchi wasisumbuliwe katika ile eneo, katika hiyo kata iliyopo. Lakini mtendaji amechukua maamuzi yake, akaenda kujaribu kweli mahakama ina nguvu, akavunja nyumba 3 za wanakijiji na akazichoma moto, na mahakama haikumfanya kitu. Sasa katika hali hiyo mtendaji anaonekana ana mamlaka na ana nguvu kuliko hata huo muhimili mwingine wa mahakama katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa vitu kama hivi kwa kweli tukiweza kuvivumilia, tukiweza kuvumilia kwa muda mrefu, mimi naweza nikasema ni miaka 10 ijayo. Baada ya hapo uvumilivu tulionao leo wa Tanzania hautakuwepo. Ni vyema tukaweka mazingira sahihi, tukaweka umiliki wa ardhi ambao unalenga kumkomboa Mtanzania. Kwa mfano ndugu zetu wafugaji, wote tunafahamu Tanzania ni nchi ya pili kwa Afrika kuwa na idadi kubwa ya mifugo. Okay, tupokee simu kutoka Mabibo. Mtazamaji wa Mabibo, karibu. Mtazamaji wa Mabibo. Naam, salama bwana. Karibu. Habari za kazi? Nzuri, karibu. Mimi hoja yangu ni moja. Haya malumbano yote. Halo. Nasema kwamba tatizo kubwa katika rasimu hii ya katiba inatakiwa kutambua kwamba ni kitu gani tunashindana nacho katika kuipata katiba mpya. Katiba mpya mara inavyoonekana hasa misingi yake ni kupambana na ukoloni mamboleo ambao hata baba wa taifa alikuzungumza.
tukishaushinda huu ukoloni mamboleo, utakuta kwamba haya mambo yote yatarekebika. Wale wanaojifanya kwamba wao ndio wamiliki wa ardhi ya Tanzania na mali zake za asili, wote watakuwa tayari tumeshapambana nao kivita katika kupambana na huu ukoloni mamboleo. Ukoloni mamboleo ndio unasababisha haya mambo yote. Watu mali asili zao zinamilikiwa na watawala. Hawa watawala ili kuweza kudhibiti hizi zote, lazima hawa watawala wadhibitiwe na katiba hii mpya ambayo tunatarajia kuiunda. Kama tunaweza kuiunda hii katiba mpya, basi ikiwa na misingi ya kudhibiti ukoloni mamboleo ambao upo hata baba wa taifa alizungumza, basi haya mambo yote yataisha. Sasa hivi lazima tujue kwamba Tanzania tuko chini ya ukoloni mamboleo. Ardhi ya taifa, mali asili za taifa zina kundi la watu ambao wanazimiliki. Kwa hiyo katika hii rasimu ya katiba mpya lazima izingatie katika kutokomeza huu ukoloni mamboleo. Kama tutaweza kutokomeza huu ukoloni mamboleo, basi mambo yote haya yatakaa sawa. Shukran. Hayo ndio mawazo yangu. Asante sana, shukran. Ni mtazamaji wa Mabibo huyo. Ukoloni mamboleo ndio unaotawala. Na maoni yako tumeyapokea. Haya. Nilikuwa nazungumzia swala la wafugaji. Mfugaji anategemea ardhi kwa ajili ya malisho, hategemei kitu kingine chochote. Na Tanzania ni taifa la pili kwa Afrika kwa kuwa na idadi kubwa ya mifugo. Na tunapozungumzia idadi hii ya mifugo, tunazungumzia idadi ya mifugo inayomilikiwa na wafugaji wa asili. Tunafahamu makabila makubwa yanayofuga Tanzania. Sasa kwa kiwango hiki cha mifugo tunao Tanzania, je, kweli tunahitaji mwekezaji kuja kuwekeza kwenye ranchi zetu za taifa za mifugo za ufugaji? Ni wazo lilikuwa hawa wafugaji wamilikishwe ardhi ambao sasa tunaziita hizi ranchi, wagawanywe, wapewe elimu ni kwa jinsi gani wanaweza wakawekeza kwenye hiyo ardhi wanaoimiliki kuboresha malisho ya mifugo yao, ili leo tuondokane na ufugaji ule wa kuhamahama. Mtu anatoka Arusha mpaka mipakani kabisa huko. Sasa angehakikishiwa kwamba hii ni ardhi yako, ni rahisi hata kuweza kuiletea maboresho. Lakini leo mfugaji hana ardhi nchi. Kokote anakoenda mfugaji ni mfugaji na mkulima ni mwananchi. Kuna hizo lugha ndugu Masako, ukifika huko vijijini utaziona. Ukienda huko Rukwa kwenye bonde la mto Rukwa kule wilaya ya Chunya, kuna kijiji kinaitwa Udinde pale. Ni eneo zuri sana kwa ufugaji. Lakini maeneo yale hata michango anayolipishwa huyu mfugaji ni tofauti na anayolipishwa mkulima, kwa sababu mkulima ni mwananchi, mfugaji ni mfugaji. Lugha kama hizo kibaguzi kabisa zinaendelea juu ya nani? Ya mfugaji wa Tanzania, kwa sababu hana ardhi. Lakini ana mifugo yake anaipeleka wapi? Hawezi kuboresha ardhi. Leo tunapambana na uharibifu wa mazingira. Ni kwa sababu hatujaweka mazingira mazuri ya huyu mfugaji afuge vipi, amiliki vipi ardhi. Lakini vitu hivyo vyote katika katiba havijajadiliwa kwa mapana, havijawekwa bayana. Ndio maana kwa kweli kamati zimeweza kuliona hilo, na tunaamini kabisa mjadala utakapoanza bungeni, hoja ya msingi, hoja kubwa ya kulikomboa taifa hili ni juu ya ardhi kwanza. Habari ya serikali tunaweza tukawa nazo hata 20 hata 10 hata ngapi, lakini swala kuu la ardhi kwa kweli lipewe kipaumbele. Mimi ni wito wangu tu kwa wajumbe wa katiba kwamba ili tuwatendee haki wa Tanzania ni lazima tuweke misingi ya ardhi ambayo itamkomboa huyu Tanzania, kwa sababu hata kama tunakumbatia leo wawekezaji, mimi huwa nacheka mara nyingine, Mtanzania akienda kwenye hifadhi ya wanyama akaua swala akala, yeye ni jangili. Lakini mzungu akitoka Marekani akija na helikopta akienda kuwinda kwa kucheza, mwekezaji kwenye vitalu vya uwindaji. Lakini Mtanzania ni nani? Ni jangili, kwa sababu wanyama wengine wanauawa hata hawali. Hawali na kwa historia yapo makabila hayali hao wanyama pori. Wamasai mfano mmoja wapo, wameishi na hao wanyama katika yale mazingira. Sasa ukisema unawekeza lakini Mtanzania anakuwa na maisha magumu, maisha mabovu, kwa kweli hakuna tija, kwa sababu mifano ipo. Tuangalie uwekezaji tu wa madini ya dhahabu. Ukifika pale na Tarime utaona, ukizunguka vijiji vile vinavyozunguka mgodi wa Tarime, Nyamwage, si Nyatongo kule wapi, utaona umaskini unavyonukia kule. Unahitaji kuuliza hali ikoje hapa? Umaskini unaoona, Tanzania ni maskini, lakini yupo mwekezaji pale anayepata mabilioni ya pesa. Sasa huu uwekezaji unatija kiasi gani kama hili kundi kubwa linarudi nyuma? Linarudi nyuma. Uwekezaji unakuwa una tija. Rasilimali za nchi hizi wengi tumesema mara nyingine kwamba ni kama laana fulani ambayo haimnufaishi Mtanzania wa kawaida. Kwa hiyo ipo haja viongozi wetu kwa kweli kuliona hilo na kweli kutuletea maendeleo kwa Tanzania. Tupokee simu nyingine tena, inatoka Mabibo kwa mara nyingine. Mtazamaji wa Mabibo, karibu.
Sendi sauti. Halo, mimi nitaje madangu. Halo. Endelea tafadhali. Nasema hivi kwamba kwa taratibu sasa hivi, mimi naomba hawa wanaotoa mada hiyo waweze kuwaelimisha wananchi vizuri kuhusu swala la ardhi, sababu unapomweleza mwananchi kwamba umiliki wa ardhi ndio aelewe faida yake ikoje na hasara ya kutomiliki ardhi hasara yake ikoje. Kwa sababu na jambo moja, umilikishaji wa ardhi unaosema wewe, tuna madhara ambayo tunajua mengi. Kwa mfano kama nchi za Kenya zinavyodai, nchi za Rwanda, nchi za South Africa, wananchi unapomilikisha ardhi, wale ambao hawana kipato, kwa mfano wananchi wa hali ya chini, ina maana hatopata nafasi ya kuweza kumiliki ardhi, itamilikishwa kwa matajiri. Kwa mimi ambaye ni masikini, sina uwezo, akaja tajiri atanua eneo kwa mfano la Mabibo, mimi ambaye ni masikini kama mimi hivi, tajiri akishanunua amemilikisha eneo lile, nikihitaji mimi masikini jinsi ya kulipata, inabidi nimpate tajiri. Mimi masikini tajiri atanielewa. Kwa hiyo tunaposema kwamba kuwamilikisha watu ardhi, lakini tuangalie, tutoe maelezo kwa kila mwananchi, kuwazimisha elimu iweze kueleweka kwa wananchi wote, kwamba bwana, unapomilikishwa ardhi unatakiwa mwananchi aelewe kwamba je, faida ya kumilikishwa ardhi ni ipi na hasara ya kutokumilikishwa ardhi ni ipi. Hii yangu ndo haya tunataka tunawaeleza na wananchi hasara na faida za umilikishwaji wa ardhi na kutokumilikishwa ardhi. Asante sana, na nafikiri sijui kama umeangalia taarifa zetu za habari hivi leo. Mahakama nyingi, tena mahakama za mwanzo na ndio mahakama za ngazi za chini kabisa, kesi nyingi sana huko ni za migogoro ya ardhi. Kwa hiyo kusema kwamba watu hawajui migogoro hiyo, maana yake kuna mmoja analalamika, mwingine analalamikiwa. Sasa kusema kwamba hawajui kabisa si kweli, itakuwa wanajua, na mahakama za chini hizo ndio zinazoongoza kwa kuwa na kesi nyingi afu zinatoka na kwenda juu. Kwa hiyo angalau watakuwa wanaelewa, ila hata hivyo nafikiri Bwana Mienzi anasema ya kwamba ni wakati mzuri kwamba mtumie fursa hiyo. Lakini kwa kuwa kipimo joto nao unazidi kutokomea na muda niliosalia nao ni mfupi hivi sasa, basi tutumie muda huu kuagana na wageni wangu hapa studio kwa kuwapa nafasi japo ya dakika moja na nusu kumalizia kipindi. Nilianza na mkurugenzi mtendaji wa Haki Ardhi na sasa nitaanza na Bwana Patience Mlowe. Asante. Mimi labda tu kwa kufunga tu maneno yangu ya mwisho ni ombe wajumbe wa bunge letu, bunge la katiba, wajikite kujadili mada na masuala ya msingi ya utaifa. Najua wanatokana na vyama walio wengi. Tukienda kwa itikadi za chama tutakuwa kama wanasema marobot, yale mashine yanayoendeshwa na mtu. Lakini hali ile ni kujikana ubinadamu wako. Binadamu anatakiwa kutumia akili yake, wazungu wanasema common sense, kama binadamu. Avae utaifa, avae utanzania, asivae itikadi ya chama chake katika kujadili masuala ya msingi ya taifa hili. Tukienda kama chama cha Chadema, chama cha CCM, sijui Tanzania Kwanza, Ukawa, Kafu, hatutafika. Tuvue hizo nyazifa zetu ambazo tunasema si za asili. Tuvae uasili wetu kama Watanzania. Tujadili masuala haya kwa mustakabali wa taifa letu leo, kesho na hata siku za baadaye. Masuala haya ni ya msingi sana, yapewe kipaumbele. Hili mimi naumia sana mara nyingine kuona na fuatilia mwenendo wa bunge. Unakuta mbunge badala kujikita kwenye hoja anasema asui kaufyata, kafanya nini? Ni vitu ambavyo sikutaraji vingejadiliwa pale. Yajadiliwe masuala ya msingi ya taifa hili, kwa sababu nia na madhumuni kuwa na taifa imara, taifa ambalo linaweza likashindana katika ulimwengu. Wenzetu Nigeria wameweza. Walikuwa na migogoro kama hii na wako kwenye vita, lakini sasa hivi tunapozungumza Nigeria ndio taifa kubwa na lenye uchumi imara Afrika, linaipita hata Afrika Kusini sasa hivi kwa takwimu za mwaka huu. Kwa hiyo inawezekana. Nchi kama Malaysia ilikuwa ni nchi yenye hali kama ya Tanzania, lakini walikuwa na nia ya dhati ya kutoka huku
na kwenda sehemu nyingine waliweza lifanikiwa. Kwa hiyo tutatoka tu kama hawa wenzetu kule bungeni watakuwa wa Tanzania, lakini kama watakuwa wana CCM, watakuwa wana kafu, wana Chadema, hatuwezi kufika mbali. Nafikiri swala muhimu kabisa katika mjadala wa katiba ni kutambua kwamba katiba, tukitunga katiba kama tunavyotegemea kuitunga, haitakuwa na maana yoyote kama tujazungumzia swala la umiliki, usimamizi na matumizi ya ardhi. Kwa sababu umiliki huu, usimamizi na matumizi ya ardhi ndio umekuwa chanzo kikubwa sasa hivi cha uvunjaji wa haki za binadamu. Hamna haja ya kuwa na sura ya haki za binadamu ambayo itavunjwa kwa kukosekana na haki za ardhi, au hamna haja ya kuwa na sura inayozungumzia masuala ya umaskini na migogoro ya Tanzania wakati swala la ardhi ndio chanzo chake. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba swala la ardhi linakuwa mojawapo wa mjadala mzito ndani ya katiba, ili kuhakikisha kwamba haki za binadamu zimelindwa, umaskini umeondolewa kwa Watanzania na migogoro ya ardhi imeondolewa. Swala la Tokomeza kwa mfano limetokea, operation Tokomeza, na unyanyasaji na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu uliofanyika umetokana na masuala ya ardhi. Kusinge kuwepo na swala la ukiukaji wa haki za binadamu katika operation Tokomeza kama masuala ya ardhi yasingekuwa yamepewa kipaumbele katika utatuzi wa migogoro ya namna hiyo katika katiba. Kwa nadhani tuna haja ya kuwa na ulinzi wa kikatiba wa wananchi wote juu ya ardhi katika katiba yetu tunayozungumzia. Asante sana. Bwana Mienzi. Wenzangu wamesema vizuri kabisa kwamba matumaini yetu makubwa ni kwamba wajumbe wa bunge maalum la katiba watatumia muda wao adhimu, nafasi waliopewa kwa niaba yetu sote, kujielekeza katika kutazama kwamba Tanzania hii ni yetu sote na tunahitaji vizazi na vizazi vijavyo, na wataweza kutimiza hilo kwa kutazama umuhimu wa swala la ardhi. Ardhi ndio kitovu na kiini cha amani ya taifa lolote. Tunasikia mgogoro wa Palestina na Israeli umedumu kwa miaka nenda miaka rudi, lakini ukisikiliza na kufuatilia, wale watu wanatafuta utambulisho wa taifa, pande lao la ardhi. Na ndio maana vita yote imeconcentrate ukanda wa Gaza. Huyu anasema hapa ni kwangu, huyu anasema hapa ni kwangu. Vita ile imedumu muda mrefu na kumekuwa na jitihada na mazungumzo ya kila namna, lakini watu wanatafuta utambulisho, wajulikane kwamba hapa ndipo mahala petu. Okay. Na wananchi wetu wanaanza kuliona hilo kwamba ni tatizo. Kwa hiyo mimi nadhani tushughulikie swala la wazalishaji wadogo wasipoteze utambulisho kwenye ardhi. Tushughulikie wawe na sauti ya kutoa maamuzi kwenye rasilimali, na tushughulikie namna ambavyo wachache hawaonekani kwamba wanahodhi halafu wengi wanakuwa ni wakimbizi ama watwana kwenye ardhi ambayo wanapaswa kuitumia kwa ajili ya kuendeleza maisha yao. Asante sana. Hadi hapa mpenzi mtazamaji, basi tunafikia tamati ya Kipima Joto kwa wiki hii. Tulikuwa tunazungumzia rasimu ya katiba, je, imetoa ulinzi wa kutosha kwa ardhi na rasilimali za taifa. Tulikuwa naye mkurugenzi mtendaji kutoka Haki Ardhi Bwana Yefred Mienzi. Tulikuwa naye mkurugenzi mtendaji pia kutoka Pingos Forum, huyu ni Bwana Edward Porokwa, na mwisho kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Bwana Paulus Mlowe. Kwa niaba ya wote waliopiga simu na mliotuma ujumbe kupitia mitandao ya kijamii, nami niwashukuru nyote kwa kuwa nasi. Naitwa Ranford Masako, nasema asanteni na